Haya sasa, bwana Rashidi amepewa kazi ya kumuua baba yake mkwe ili watu awapendao waweze kuwa salama. Je, atatekeleza kazi ambayo hajakusudia kuifanya? Nikakwambia usikose kufuatilia kisa hiki katika sehemu ya 6. Hatimaye tumeingia sehemu ya 6 mtu wangu. Mzigo mtamu kuitwa Rise Up kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi, Uncle J Mapesa, Uncle J Masauti, Uncle J Nene, Uncle J ama Uncle. Karibu. Nikamwona Jacqueline akitoka katika chumba cha baba yake. Akaniita kwa ishara na mimi nikamfuata. Njoo nikutambulishe rasmi kwa baba. Ila samahani kwa hali aliyokuwa ameionyesha pale awali. Usijali mke wangu. Tukaingia ndani na muda huu kidogo baba mkwe alikuwa hayupo katika hali ya hasira. Rashidi, unampenda kweli mwanangu? Ndiyo baba. Hujafuata utajiri wake? Hapana, kwa maana kwamba mapenzi sio pesa, kwa sababu pesa zinakuja na kutoweka. Sawa. Ninakushukuru kwa yote uliyoyafanya na pia kuwa na mwanangu katika kipindi chote cha matatizo. Nashukuru mzee, nawe pia. Ninahitaji kuzungumza na mama yako pamoja na hao mashehe, ikiwezekana waweze kuletwa hapa. Sawa baba, basi ngoja niwapigie walinzi wawalete. Jacqueline alizungumza na akatekeleza jambo hilo. Hivi kijana, kazi yako ni nini? Mimi ni mpiganaji wa ulingoni. Unapigana ngumi za aina gani? Kwa maana kwamba mwanangu ni mpiganaji kickboxer. Mimi nipo kwenye kickboxer na nipo pia kwenye ngumi za mtaani. Oh, safi sana. Baba, wanajiandaa na wanakuja. Jacqueline alizungumza mara baada ya kumaliza kuzungumza na simu. Sawa sawa. Jacqueline amenihadithia historia yako na amenieleza juu ya hao wakina Doni. Hapo mimi nikamtazama Jacqueline usoni mwake. Ila usiwe na shaka. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba nimeamka na madaktari wameniambia kwamba vyakula vya lishe vitanisaidia kujenga mwili wangu ndani ya wiki moja na kisha wataniruhusu kuweza kurudi nyumbani. Rashidi, najua mwanangu hapa ni mjamzito. Ndio baba. Kwa hiyo ninahitaji umlinde kwa namna yoyote na usiogope vita iliyoko mbele yetu, kwa maana ulitumwa kutuangamiza, ila sasa ni kuhakikishia kwamba kwa sasa tutawageukia wao waliokutuma uje utuangamize. Hapo baba mkwe alizungumza kwa msisitizo na ni dhahiri sasa nikaanza kuona picha yake halisi ya kwamba naye na akina Don ni wale tu. Nikamwambia kuna shaka baba. Baada ya nusu saa, mama, mjukuu wake yani mwanangu pamoja na mashehe walifikishwa hospitalini hapa na baba mkwe. Kwanza baba mkwe akaomba pale azungumze na mama peke yao na watu wote tukawa tunasubiri nje. Vipi shehe wangu? Majibu mmeshayapata? Ndio shehe, tumeyapata. Wameona ana mapacha? Wamesema kwamba ni mjamzito tu. Kwa imani siku zitakavyozidi kwenda huko mbeleni ndio watagundua kama ni mapacha au la. Hapo nilizungumza na shekhe huku tukiwa tumesimama mita chache kutoka sehemu alipokuwa amekaa Jacqueline pamoja na Shamsa. Okay, sawa. Alafu shehe, kuna jambo moja mbili linanisumbua sana. Jambo gani lo shehe wangu? Hapo ilibidi nimueleze shekhe uhusiano wangu na Don na nikamweleza vitisho alivyokuwa amenifanyia. Unajua shekhe wangu huo ni mtihani. Nikasema tena sio mtihani mdogo shehe. Hivyo watu kama hawa hatuwezi kuwasomea albadili wakafili mbali huko. Hapana shehe wangu. Unajua jambo kubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuepusha nao hao wabaya, kwa maana hao watu wana nguvu kutoka kuzimu. Nguvu kutoka kuzimu? Hapo niliuliza kwa mshangao.
Mama nilimwona anatoka katika chumba cha baba mkwe, akamwita shehe pamoja na kijana wake, wakaingia kwa pamoja ndani hapo. Mimi nilikaa pembeni ya Jacqueline, huku walinzi wakiwa wamesambaa katika hii korido ndefu. Nikamwambia Jacqueline, baba yako anaonekana sio mtu wa masihara kabisa. Yeah, sio mtu wa masihara. Ni mkali sana, na ndio maana wamemlisha madude mpaka inaonekana kwamba ni saratani. Unadhani ni kweli atanikubali? Mbona ameshakukubali na amefurahi kwamba anakwenda kupata wajukuu? Alafu mke wangu, kuna jambo la umuhimu sana unapaswa kuweza kulifahamu. Jambo gani hilo mume wangu? Kuna mtu ninahisi katikati ya walinzi wako anapeleka habari nyeti sana kwa Don. Kwa walinzi wangu sidhani. Kwa sababu yaani nini ambacho kinakufanya wewe useme hayo? Yaani nini kimetokea? Kuna muda Don alinipigia nikiwa niko hapa nje. Alinifokea sana. Sijui eti nimeleta mashehe wa muombe baba mpaka amezinduka. Na akanipa maagizo ya kumsambaratisha baba mkwe. La sivyo atawasambaratisha nyinyi na kisha nimalizie na mimi. Asa ni nani ambaye atakuwa amejua hili jambo? Kiukweli hata mimi sijui mke wangu, kwa maana kwamba amenipigia simu muda sio mrefu. Hebu cheki. Ni dakika kama 30 zilizopita. Hapo nilizungumza nikimwonyesha Jacqueline muda ambapo Don alikuwa amenipigia. Mume wangu, inabidi tuwe makini sana, kwa maana kwamba haya mambo ni mapana kuliko vile tunavyochukulia. Usijali mke wangu, nitahakikisha kwamba ninakulinda wewe pamoja na wanangu wanaokuja. Unamaanisha nini kusema wanao wanaokuja? Shamsa na huyo ambaye anayekuja tumboni mwako, na watakaozaliwa pia. Kuni lazima nihakikisha kwamba ninawalinda. Sawa mke wangu? Nashukuru sana Rashidi wangu. Nakupenda. Unajua umenifanya niwe mwanamke ambaye nilikuwa ninawazia siku nije kuishi maisha haya. Nashukuru mke wangu. Baadaye nitahitaji kukuomba kitu. Kitu gani baby? Sio vizuri mtoto akikisikia. Baada dakika kama 20, mashehe pamoja na mama wakatoka ndani ya chumba hiki, huku wakiwa na nyuso zilizojaa furaha. Bana shehe wangu, mimi nashukuru sana kwa maana kazi hii naona Mwenyezi Mungu ameamua kunyoosha mkono wake wa heri. Nikamwambia unamaanisha nini shehe? Mzee bwana ametupatia dola milioni 1 ya Kimarekani. Kwa pesa zetu za kibongo ni sawa kama bilioni 2, na ameahidi kutuwezesha kujenga msikiti mkubwa sana ambao Afrika nzima uje kutokea. Na kingine alichotufurahisha zaidi ni kwamba ameomba abadilishe dini, na tumeshamsilimisha hapo ndani. Jacqueline macho alimtoka kwa mshangao, kwa maana kusikia baba yake amebadilisha dini ni jambo la mshangao. Babangu mimi au mwingine ndo amebadilisha dini? Ni baba yako. Kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu amemwabadili dini, na amesema akipona atakuja nchini Tanzania na sisi tutakuwa wenyeji wake. Anahitaji kuendelea kuishi kwenye maisha ya kumcha Mungu sasa. Jamani, hayo anayoyazungumza shekhe ni ya kweli kabisa, kwa sababu na mimi mwenyewe nilikuwepo huko ndani. Mama alimuunga mkono shekhe. Mimi na Jacqueline pamoja na Shamsa ilibidi tuingie hapo ndani. Wow, mna mtoto mzuri sana, baba mkwe alizungumza huku akimtazama Shamsa usoni mwake. Mimi nikamjibu tunashukuru sana baba. Baba, hivi ni kweli umebadilisha nini? Ndio mwanangu, ninajua sija kushirikisha kwenye hili, ila kwa hii nafasi ambayo Mungu amenipatia na kuishi tena, sihitaji kurudi kwenye yale maisha ya kikatili, maisha ya dhuluma na roho mbaya. Sasa hivi ninahitaji kuishi kwa kumpendeza Mungu. Wow, ni jambo zuri baba, ila kuna haki na Don wanamtisha sana mume wangu na kumwambia kwamba watammaliza. Hao lazima tutashughulika nao. Kuwa mwema kwangu, siwezi kuacha familia yangu iteseke. Ni lazima nihakikishe kwamba ninadili na mmoja baada mwingine. Ni harusi yenu ambayo Don anahitaji kuifanya ni ya kifahari. Sasa sihitaji ifanyike kwa pesa zake. Nikitoka hospitalini nitapanga mimi ifanyike vipi na ni wapi. Sawa? Sawa baba.
Aya, nyinyi mnaweza mkarudi nyumbani mkapumzike. Hapo tukaagana na baba mkwe na kisha tukarudi nyumbani. Niambie mume wangu, ulikuwa unaniambia kuna jambo unahitaji kuweza kuzungumza, yani tukifika nyumbani tuzungumze. Jacqueline alinisemesha huku tukiwa tunaingia ndani kwetu. Nikamwambia vita hii ya Doni ninahisi inakwenda kupamba moto. Ninahitaji tufanye jambo moja. Jambo gani? Nahitaji kupata mafunzo ya kijasusi. Nahitaji niwe fiti zaidi ya hapa nilipo. Kwa maana kama unavyojua, nilipata mafunzo ya ulinzi tu wa kawaida. Na ni kwetu kule. Mafunzo yenyewe ni ngazi ya chini sana, kuwa mlinzi wa madukani. Okay. Hilo halina shida mume wangu, ila utaanza mara baada ya daktari kukuruhusu kufanya hivyo. Wala usijali mke wangu, nimekuelewa. Ila mume wangu, usije kumweleza Doni ya kwamba umekataa kuifanya kazi yake. Ila mke wangu, ninahisi jamaa kama vile ananitazama kila ninapokwenda ujue. Najua lazima yake watu wake kukufuatilia. Ila mimi nikikamilika, nikiwa fit, nitamuua mimi mwenyewe Don. Usigune. Yaani hiyo ndio ahadi ninayokuambia. Nitamuua mimi mwenyewe Don. Msikilizaji, majira ya 2 za usiku, Macheo alianza pale kunisomea kisomo changu peke yangu. Kisomo changu kikadumu kwa masaa kama 2 na ndipo kikafika tamati. Mwanao naona atakuja kuwa mtu mkubwa sana huko mbeleni. Unasema kweli Sheikh? Ndio. Ninaona nyota yake ina nguvu sana. Na vipi kuhusu mimi? Nisiwe muongo Sheikh, kuna mitihani mingi hapo mbeleni nimeiona. Ila Mwenyezi Mungu nina imani atakuepushilia mbali. Wala usiwe na shaka na hofu. Asante sana. Nashukuru, ila jitahidi muhimize na shemeji basi ahamie kwenye hii dini. Sheikh, unajua mimi naamini kwamba siku tu Mwenyezi Mungu atakapomshushia rehema zake basi atabadilisha kwa moyo wake mwenyewe na si kumlazimisha. Basi Mungu amuongoze katika hilo. Amina. Baada ya siku 2, Sheikh na pamoja na msaidizi wake wakaondoka na kurudi nchini Tanzania. Huku akiwa wameingiziwa kiwango cha pesa ambacho baba mkwe alikuwa amewapatia. Na Jacqueline yeye pia alikuwa amewapatia kiasi cha dola 100,000 ikiwa kama shukrani kwa kazi waliokuwa wameifanya. Mama, siku 2 hizi ninakuona una safari za hospitalini kwenda kumtazama baba mkwe. Lakini nakuona ni mtu mwenye furaha sana. Hapo nilimuuliza mama yangu huku nikimtazama usoni mwake. Mamangu akatabasamu kwa maana katika kipindi cha maisha yangu niliishi naye sijawahi kumwona akiwa na furaha ya kweli kabisa. Furaha ya kwake binafsi na furaha ambazo huwa anazipitia ni furaha za mimi kumfurahisha au mjukuu wake. Lakini hapa alikuwa na tabasamu, yani furaha ya kwake mwenyewe. Mwanangu, nimependa. Unamaanisha nini mama? Unakumbuka siku ile baba mkwe wako alivyoniita peke yangu katika chumba alichokuwa amelazwa? Ndio nakumbuka. Aliweza kunieleza hisia zake. Hapo awali nilihisi kwamba ananitania, ila kadiri jinsi ninavyokaa naye hospitalini nami nimejikuta nikizipokea hisia zake na moyo wangu umefunguka kwake. Toba. Haki ya Mungu, Rashid mwanangu, siwezi ngakudanganya. Jacqueline analifahamu hili. Hapana. Na wewe usikupanga kukueleza na wala usimueleze mpenzi wako. Baba yake mwenyewe anahitaji tu kuzungumza yeye mwenyewe na mwanae. Ila mama, nyote umri umekwenda mjue. Rashidi, mapenzi hayana umri, mapenzi hayana rangi, mapenzi hayana dini. Hilo mama nalijua. Maana yangu ni kwamba nakuomba uwe makini mama, kwa maana kwamba kwa sasa sitopendelea uje upate ujauzito, kwa maana kwamba sijui mtoto wenu ataniita mimi ni nani. Shamsa sijui atamuita nani. Hilo haliwezi kutokea mwanangu. Kama ni kukutafutia mwenzako, ningefanya kipindi hiko nikiwa bado ni msichana mdogo tu. Ila nilivyokufungua wewe,
nilionekana kwamba kizazi changu kina shida, hivyo akakitoa kabisa, na ndo maana ulibaki wewe kama wewe kwenye maisha yako yote. Sawa mama, mimi ninakubariki kwenye hayo mapenzi yako mapya. Kikubwa ninapenda upate raha mamangu. Nashukuru sana mwanangu. Hapo simu yangu ilianza kuita. Nilitoa mfukoni mwangu, nikakuta pale ni namba ngeni. Nilimtazama mama usoni mwake kwa sekunde kadhaa. Mama kaniuliza, mbona vipi, mbona upokea hiyo simu? Sikumjibu chochote mama yangu zaidi tu ya kunyanyuka eneo hili, na kisha nikasogea pembeni kwa ajili ya kuipokea simu hiyo. Yes, hello. Mambo Rashidi. Mimi ni Fifi. Oh, mambo vipi? Safi Rashidi, na mazungumzo muhimu na wewe. Je, una dakika kadhaa tuzungumze? Ndio, niambie. Rashidi, nimejaribu kukuficha hili jambo, ila naona ni heri tu nikakwambia ukweli. Mimi na mimba yako. What? Nilishtuka sana. Mapigo yangu ambayo yalianza kunienda kasi vibaya mno, kwa maana ya kwamba endapo hili jambo Jacqueline akilifahamu, sijui ni kitu gani kitatokea kwangu na familia yangu. Lo. Hivi Fifi, hilo unalolizungumza ni kweli ama? Haki ya Mungu vile, sikutanii. Ila natambua kwamba upo kwenye mahusiano yako na upo kazini. Kwa sihitaji kukuharibia. Nitamlea mwanangu mimi mwenyewe na Fifi, nisikilize. Ninahitaji kuonana na wewe ana kwa ana, tulizungumzia hili. Hakuna shaka Rashidi. Nashukuru. Tutawasiliana na nitakwambia ni wapi uweze kufika. Sawa. Hapo nilikata simu huku nikishusha pumzi. Nikatazamana pale na mama huku nikirudi kwenye kiti nilichokuwa nimekaa. Mama yangu akaniambia, vipi, mbona unaonekana kuwa na wasiwasi? Nikamwambia hakuna shida mama. Ya kweli hayo? Nikasema ndio mama. Haya, mimi nakwenda kujiandaa niende hospitalini. Nikamwambia okay poa. Mama yangu aliondoka eneo hili. Nilianza kumtafakari Fifi. Nikakumbuka mtanange tuliokuwa tumeufanya siku ya kwanza kabisa yeye kumtoa msichana wake, ndio siku ya kwanza yeye kupata ujauzito. Ilibidi nimpigie simu Jack. Jack akaniambia, "Oya kaka, umenitupa ndugu yangu." Nikamwambia samahani kwa hilo. Unaendeleaje lakini? Bwana, mimi namshukuru Mungu bado naendelea kupambana. Uko wapi? Niko mjini. Naomba uje kunichukua. Sasa hivi? Nikamwambia ndio. Poa basi nakuja. Hapo nikakata simu nikaelekea chumbani. Nilimkuta Jacqueline akiwa amelala. Hali yake ya ujauzito ilikuwa inamfanya awe anachoka mara kwa mara. Nikamwambia, "Hey baby." Nilizungumza kwa sauti ya upole iliyokuwa imejaa mahaba. Mume wangu. Niambie. Nikamwambia fresh. Mke wangu, ninahitaji kuweza kutoka mara moja. Kuna sehemu ninaelekea. Jack anakuja kunichukua. Wapi tena baby? Mjini. Okay, sawa mume wangu, nenda na walinzi. Hapana, nitakuwa tu na Jack. Ila Jack mume wangu, unajua yule si mtu wa Doni yule. Usijali kabisa. Hakuna tatizo lolote litakaloweza kutokea. Sawa mume wangu, mimi acha tu niendelee kulala, kwa maana sijisikii kufanya chochote. Okay poa mke wangu, wewe pumzika. Okay sawa, usichelewe basi kurudi. Okay poa. Kweli Jackie alifika nyumbani hapa na kisha tukaondoka. Oya kaka, inakuaje? Mbona mkuu ananiambia kwamba nikufuatilie kila nyenendo zako? Unamaanisha nini Jackie? Mkuu, sijui umemfanya nini. Kwa maana kwamba ananiambia kwamba nikutazame sana. Au umeshabadilisha plani nini mzee? Usijali ndugu, plani iko pale pale. Oya Malcolm mwanangu, kuwa makini. Poa, nahitaji tukutane na Fifi. Umeongea naye? Ndio. Naam. Hapo tukafika katika mgahawa anaofanya kazi Fifi. Kwa bahati nzuri tuliweza kumkuta. Karibuni. Nihudumie nini? Fifi alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia nimekuja kuzungumza na wewe Fifi. Sio muda huu, saizi niko kazini. Fifi alizungumza huku akionekana kabisa kwamba hana furaha ya kuniona hapa. Nikamwambia tafadhali, naomba unipatie dakika moja. Sina huo muda. Fifi aliondoka hapa na kuniacha mimi na Jackie tukiwa tu tunatazamana. Kaka vipi? Kuna nini kinachoendelea? Dogo ana mimba. Mimba? Ndio. Oya ongera kaka, kwa maana mtoto ni baraka ujue. Ni kweli. Ila nahitaji kuzungumza na Fifi, ni muhimu sana.
asije kavuruga mpango wote ambao umenileta hapa Paris. Hebu ngoja kwanza. Jackie akanyanyuka na kuelekea eneo la ndani ya mgawa huu. Wanaume wawili waliovalia suti wakafika hili eneo. Mmoja akakaa kwenye kiti alichokuwa amekaa Jack na mwingine akiwa amekaa kiti cha pembeni yangu. Aliyekaa pembeni yangu akaniwekea pale bastola mbavuni mwangu. Akaniambia tulia kama ulivyo. Unaiona ile gari nyeusi pale? Nikamwambia ndio naiona. Hapo nikajibu kwa uoga mwingi sana uliokuwa umenitawala. Jamaa akaniambia twende taratibu. Nilinyanyuka huku nikiwa nina wasiwasi mwingi mno. Tukaingia ndani ya hili gari ambapo nikakuta pale mwanamke mmoja wa Kiafrika. Ghafla akanikita sindano shingoni. Nilijaribu kufurukuta ila sikuweza kumaliza hata dakika. Nilihisi viungo vyangu vikipoteza nguvu na mwishoni nikajikuta nikipitwa na usingizi mzito sana. Ubaridi mkali sana ulipenya mwilini mwangu. Ulinifanya sasa nifumbue macho yangu taratibu. Giza lililopo eneo hili likanifanya nishindwe kutambua hapa nilipo ni wapi. Nilijipapasa mwilini mwangu, nilijikuta nikiwa niko na nguo ya ndani tu. Nikajiuliza, hapa niko wapi? Nilijiuliza swali ambalo hata jibu lake sikuweza kulipata kabisa. Taratibu taa za ndani hapa zilianza kuwaka, na hapa ndipo nikagundua kwamba nipo kwenye kontena la kuhifadhia nyama ambazo kwa kuzitazama vizuri ni nyama za mbuzi. Ubaridi wa eneo hili ni mkali sana kiasi cha kunifanya nizidi kutetemeka. Mlango ukafunguliwa pale. Wakaingia wanaume wawili waliokuwa wamevalia mavazi kama vile mafundi gereji. Wakaninyanyua wakanitoa eneo hili huku wakiwa wananiburuza. Waliniingiza kwenye chumba cha kawaida ambacho hakina kitu chochote. Nikawauliza niko wapi. Nilijikaza kuwauliza hawa wanaume ila hawakunijibu chochote. Jambo baya zaidi ni kwamba katika hiki chumba hakuna dirisha hata moja. Nikakaa ndani ya hiki chumba kwa dakika kadhaa. Mlango ukafunguliwa. Moyo ulinishtuka sana mara baada ya kumwona makamu wa rais akiingia huku akiwa na walinzi wake wawili. Nilijikuta nikisema kumbe ni wewe mpumba. Kabla sijamaliza, mlinzi wake mmoja alinitandika teke la kifuani likaniangusha chini. Makamu wa rais akaniambia, Rashidi, ulijaribu kuvuka mstari huu kuniletea upuuzi mbele rais wangu. Makamu wa rais alizungumza huku akiwa amechutama taratibu mbele yangu. Ulitaka kuniharibia njia yangu ya kuelekea kwenye ndoto zangu za kuwa rais, si ndio? Sasa kwa mtu kama wewe siwezi kukuchekea siku hata moja. Ni lazima nihakikishe kwamba ninakushughulikia kisawa sawa. Hapo kwanza mimi nikatabasamu huku nikimtazama makamu wa rais usoni mwake. Nikacheka. Nilicheka kwa dharau huku nikisikia maumivu ya lile teke nilikuwa nimepigwa kifuani mwangu. Makamu wa rais akaniambia, unacheka? Nikamwambia nacheka kwa maana kwamba najua huwezi kuniua. Na usihisi ya kwamba zile picha ninazo mimi mwenyewe. Jiulize nilizipataje? Na mpige picha aliingia vipi pale hotelini mkiwa mko faragha? Hapo msikilizaji, nilizungumza kwa kujiamini huku nikimtazama makamu wa rais usoni mwake. Makamu wa rais akasema, nikamwambia hakuna cha o wala e wala i wala u. Hata ukiniua sasa hivi zile picha zitaenea duniani kote na sidhani kama kuna mtu ataweza kukuchagua. Hebu mtoeni huyu, mpelekeni kwa wengine. Nina imani kwa sasa hataweza kutoroka kama maweni. Walinzi wa makamu wa rais wakaninyanyua na kunitoa ndani hapa. Tukatembea kwenye hii korido ni ndefu, nikaingizwa kwenye ukumbi mkubwa wenye manjemba yaliyokuwa yamejazia mili yao. Huku katikati ya ukumbi huu kukiwa kuna pambano lililokuwa linaendelea. Njemba mmoja mwenye miraba minne anapigana na njemba jingine ambalo kwa muonekano tu linatisha vibaya mno. Kila ambaye ninamtazama, labda kama nitapata kumuona mwenye mwili kama wa kwangu, nikaona hakuna. Unaniziba. Jamaa mmoja ambaye ni njemba alizungumza huku akinivuta pembeni, akaniangusha chini. Ilibidi sasa nitafute sehemu ambayo haina mtu, nikakaa. Nikajiuliza hapa niko wapi? Nikakosa jibu. Nikamuuliza njemba mmoja, "Oi, hapa wapi?" Nilimuuliza njemba mmoja ambalo liko pembeni yangu. Alinigeukia na kunitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akatazama ulingoni. Shangwe zilizidi kupamba moto ndani ya huu ukumbi, huku manjemba hayo yakizidi kupondana hadi mmoja alikubali kushindwa na pambano likaishia hapo. Njemba huyu nilomuuliza swali akaniambia twende.
Likanyanyuka hapo na mimi nikaanza kumfuata nyuma. Kila njemba lilikuwa linanitazama mimi. Tukaingia. Yaani nikisema njemba maana yake ni kwamba ile mtu lenye milaba minne, yaani ile mtu limejazia kweli kweli. Mijitu ile inonyanyua vyuma, ile miili imejaa. Basi tukaingia katika moja ya chumba ambacho kilikuwa kina vitanda viwili vya chuma na magodoro yake. Ni membamba. Na watoto wa Swahilini huwa tumezoea kuviita ni ulimi wa mbwa. Hivyo vigodoro ni vyembamba vibaya mno. Jamaa akaniambia, lala, ni usiku sasa hivi. Njemba hilo likanirushia blanketi na kisha lenyewe likapanda kitandani na kulala. Nilijilaza taratibu huku nikiwa sielewi hili gereza ni la aina gani, kwa maana sijaona askari wala mlinzi wa aina yoyote. Nikamuuliza tena, wewe hapa ni wapi? Dogo, hebu lala bwana. Njemba hilo lilizungumza kwa sauti nzito na hazikupita hata dakika 10 likaanza kukoroma kiasi cha kunifanya nikose kabisa usingizi. Hadi kuna pambazuka, unajua sikuweza kulala. Na hapa ndipo nikaanza kuyakumbuka maneno ya shekhe wangu ya kwamba kuna matatizo mengi yatanijia mbele ya maisha yangu. Wadogo, amka. Taratibu nikaamka na kisha nikakaa kitako. Hebu twende. Ikanibidi nimfuate tu amri kwa maana sielewi ni kitu gani kinachoendelea. Tukatoka katika uwanja mkubwa ambao ulikuwa umejaa mawe. Hapa ndipo nikawaona askari waliokuwa wamevalia mavazi meusi huku wakiwa wako na bunduki. Tulifika kwenye moja ya meza iliyokuwa imejaa nyundo kubwa. Jamaa akaniambia, chukua nyundo moja hapo. Kwa ile nikachukua nyundo na ile njemba likabeba pale nyundo yake. Tukafika kwenye moja ya jiwe kubwa na njemba hili likaanza pale kupasua. Unashangaa nini dogo, pasua jiwe? Nikasema, Mungu wangu. Hapo nilizungumza kimoyomoyo huku nikipasua hili jiwe. Wafungwa wengine nao wapo kwenye kazi hii ya kupasua mawe, huku ulinzi ukiwa ni mkali sana katika hili gereza. Unajua ni jambo la kunishangaza ni kwamba wafungwa tunavaa bukta. Ikabidi nimuulize, hili gereza liko wapi? Kwa maana mimi hapo uvumilivu ulikuwa umenishinda. Akaniambia, hapa ni nchini Kongo. Ha! Kongo? Unashangaa nini? Nilihisi nguvu zikinishia mwilini mwangu kwa maana kwamba sijategemea hata siku moja ninaweza kurudi barani Afrika, tena gerezani, na tena sio Tanzania, ni Kongo. Ili ni gereza la wahalifu watukutu duniani. Yaani ina maana wahalifu wote walioletwa ndani hapa ni watukutu? Ndio, gereza liko msituni na ulinzi hapa ni mkali sana kiasi kwamba endapo utatoroka utauawa. Kwani hadi unaletwa hapa huko unafahamu? Nikamwambia sikuweza kufahamu chochote. Pole sana. Naitwa Roma. Nikamwambia naitwa Rashidi. Pale tukapeana mikono na huyu jamaa kuitwa Roma na kisha tukaendelea pale na shughuli kupasua mawe. Ukafika muda wa kupata kifungua kinywa. Tukapanga pale mstari kwenye foleni. Katika uchunguzi wangu niliokuwa nimeufanya hapa, nikaona hakuna mfungwa mwembamba zaidi yangu mimi peke yangu. Wafungwa wote walikuwa wamejazia miili yao. Mijitu kweli kweli. Tukapata pale kipande cha mkate, kiazi kitamu kimoja pamoja na chai. Tukatafuta pale moja ya meza mimi pamoja na Roma na kisha tukakaa. Sasa njemba mmoja inaonekana anajuana na Roma, akaambia Roma, huyu ni nani huyu? Njemba huyu alikuwa amekaa pembeni yangu huku akiweka kikombe cha chai na sahani yake ya chakula mezani. Roma akasema, huyu ni kijana mpya. Wadogo, nini kimekufanya uje kwenye hili gereza la kifo? Nilitaka kumuua makamu wa rais. Makamu wa rais? Hapo Roma aliniuliza kwa mshangao, nikasema ndio. Wa nchi gani? Tanzania. So mpango wako haujafanikiwa? Ndio, sijafanikiwa. Ila siwezi kukaa hapa gerezani, nahitaji kuondoka. Dogo, huwezi kutoroka kwenye hili gereza. Hivi mbona sioni askari zaidi kule nje? Sikiliza dogo. Katika hili gereza kuna kamera zinazoonekana. Na pia kuna kamera zisizoonekana, yani kamera za siri. Wanaita hidden camera. Hivyo askari wanakaa nje tu huko. Na ndipo endapo mfungwa atafanya chochote, anauawa kwa kupigwa risasi na kufa. Hivyo mdogo wangu Rashidi, hutaweza kutoroka kabisa ndani ya gereza. Maneno ya Roma unajua alinifanya nitazame hili eneo tulilokuwa tumekaa, na kweli nikaona kamera kadhaa zikiwa zimefungwa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hakuna hata mfungwa mmoja aliyewahi kutoroka ndani ya hili gereza? Hakuna. Nina mwaka wa 26 sasa sijaona.
maisha ni ya kuishi na bukta tu na nguo ya ndani basi. Ndio, hili gereza halina sare. Hivyo wafungwa wote tunaishi hivi kutokana na kuhofiwa kuficha silaha. Wafungwa wengi walioingia magerezani hapa wanatokana na makosa ya kivita, hususan mapinduzi katika nchi za Afrika. Roma alizungumza kwa sauti ya chini huku tukiwa tunaendelea kula. Tukamaliza pale kula chakula na kisha tukarudi katika kazi ya kupasua mawe. Sasa haya mawe tunayopasua yanafanya kazi gani? Kuna malori ambayo huja kubeba hizi kokoto na kuzipeleka kwenye makampuni makubwa huko kutengeneza saruji na majumba makubwa. Hayo malori huwa yanakuja muda gani? Majira usiku sana. Na huwa wanakuja na wafanyakazi wao kubeba. Muda huo wafungwa wote huwa tunakuwa tumefungiwa ndani. Hiyo yote wanaogopa wafungwa kutoroka. Hapo ghafla tukaanza kusikia king'ora chenye sauti kali mno. Wafungwa wote tukaacha kufanya kazi na kulala kifudifudi. Usinyanyue kichwa. Kuna nini? Hicho ni king'ora cha hatari. Na isiku na wafungwa wanagombana. Roma aliponiambia hivyo, kutokana na neno hili tulipo ni kilimani kidogo, nikageuka upande wa kushoto. Nikaona manjemba mawili yakipigana. Unajua sikuamini macho yangu, mara bado kuna askari wakiwapiga risasi mfululizo manjemba hayo mawili, yakaanguka chini na kufariki pale pale. Nikasema Mungu wangu. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikishuhudia jinsi manjemba hayo yanayokata roho. King'ora hicho kikanyamaza na sisi ndo tukaanza kusimama mmoja baada mwingine. Sikiliza Rashidi. Haya ndio maisha ya hapa gerezani. Ukijifanya mjuaji tu unakufa. Ndio hivyo. Muda wa mchana ukafika. Tulipata chakula na wafungwa tukapata muda wa kupumzika huku wengine wakioga. Sasa nikauliza, mkuu wa hili gereza ni nani? Kwa miaka yangu yote niloishi hapa sijawahi kumwona. Kweli? Ndio, sijawahi kumwona. Hivi hapa kuna mapambano? Ndio, yako mapambano ya usiku. Ila yanakuwa weekend kama jana. Siku za kawaida hakuna mapambano yoyote. Ila leo kuna jambo moja la hatari mno. Jambo gani? Kuna shindano moja linaitwa Last Man Stand. Wanachukuliwa wafungwa 20. Majira ya saa 1 usiku wanaingizwa msituni wakiwa hawana silaha wala kitu chochote. Katika msitu kuna wanyama wa kila aina na wakali sana ambao kumuua binadamu ni kitu cha kawaida. Endapo utafanikiwa kufika mwisho wa msitu huo, ambapo kuna mabomu na askari wenye silaha wanaokusubiria, ukiwapita na ukakimbia, basi unakuwa uko huru. Ila ukishindwa unauawa. Wafungwa huwa wanapewa nafasi ya kuangalia kwenye TV. Kuna TV kubwa zilizopo hapa gerezani. Kwa hiyo Roma, unataka kuniambia kwamba huko msituni kuna kamera? Ndio, kuna kamera. Mimi nahisi huwa wanafanya kama TV show. Yaani kitu ambacho kinawaingiza pesa nyingi sana kwa kuyagharimu maisha ya watu. Hapo nilishusha pumzi huku nikiwa ninawaza huo msitu. Nikamwambia, je, kabla kuingizwa kwenye huo msitu kuna maelekezo yote mnaopatiwa? Hakuna chochote zaidi ya kwamba mnapangwa mstari mmoja na kisha mnaanza kukimbia. Leo utaliona hilo shindano. Msikilizaji, shauku kubwa ikanijaa sana ya kuweza kuona jambo hilo. Na majira saa 12 wafungwa wote tukasimama kwa mistari iliyonyoka katika uwanja mkubwa sana uliopo hapa gerezani. Askari waliovalia mavazi meusi huku wakiwa na bunduki wapatao kama 200 hivi wakatuzunguka. Askari mmoja mwenye kipaza sauti akasimama kwenye jukwaa huku akiwa na kipaza sauti. Akaamrisha pale. Tukaanza kuhesabu namba. Alianza kuhesabu mfungwa wa kwanza hadi wa mwisho, huku namba yangu mimi ikiwa ni ya 901. Huku namba ya mwisho ikiwa ni 2500. Askari mmoja akasema, namba zitakazotajwa zitoke mbele. Askari mmoja aliamuru hivyo na akaanza kutaja namba za watu, na kweli watu wakaanza kutoka mbele. Alipofika mtu wa 19 akanyamaza kidogo na kisha akaonekana kama vile akinongonezwa na askari mwingine. Namba 901 pita mbele. Nilishtuka sana. Roma aliyekuwa amesimama nyuma yangu akanigusa begani na taratibu nikamgeukia. Roma akaniambia, pole sana ndugu yangu. Roma alizungumza huku akiwa amejawa na huzuni. Nilipita mbele na kupaka male mstari na wenzangu waliokuwa wameitwa. Askari akasema, sasa nyinyi watu 20,
leo ndo mmeingia kwenye kipindi chetu cha Last Man Stand. Hakikisha kwamba unafanikiwa kutoroka msituni na kuwatoroka askari. Ukifanikiwa katika hilo upo huru, na ukishindwa unakufa. Mna robo saa ya kujiandaa. Askari 6 wakatuelekeza sehemu ya kuelekea, na taratibu tukaelekea katika chumba hiko. Kila anayemtazama usoni mwake alikuwa anaonekana kujawa na huzuni. Eti, inakuwaje hii? Nilimuuliza jamaa mmoja aliyekuwa amekaa karibu yangu. Akasema hakuna aliyeingia katika msitu huo na akapona. Jamaa huyo alinijibu kwa sauti iliyojaa huzuni kubwa mno. Muda mapumziko si ukaisha, tukapakizwa pale kwenye karandinga, huku tukiwekwa chini ya ulinzi mkali mno. Kwa mwendo wa kama dakika 10 hivi, karandinga hili lililokuwa limesindikizwa na magari mawili yaliyokuwa yamejaa askari likasimama gari. Tukamrishwa pale kushuka. Nikawa mtu wa 5 kushuka kwenye karandinga hilo. Eneo tulipokuwa ni kilimani, na chini ya kilima hiki ndipo upo msitu. Hadi kufika kwenye msitu kulikuwa kuna nyasi fupi fupi ambazo hakuna eneo ambalo mtu anaweza akajificha. Tukamrishwa pale kupanga mstari mmoja. Askari mmoja akasema, ukiogopa kuingia katika huu msitu unapigwa risasi na unakufa. Askari mmoja alizungumza kwa sauti ya juu. Mapigo yangu ya moyo yalianza kunienda kasi mno, kwa maana kwamba msitu huu ukiutazama tu kwa macho ya kawaida tu unaonesha dhahiri shahiri kwamba huu msitu unatisha. Askari akaanza kuhesabu pale 1, 2, 3, kimbieni. Askari walianza kupiga pale risasi hewani, huku wakiwa wanacheka kwa kiwewe cha risasi hizo. Zikatufanya kila mmoja kuanza kushusha kile kiporomoko, yani kila mmoja akawa anakimbia kwa kasi kweli kweli, kwa sababu mteremkoni hivi. Nikasema Mungu nisaidie. Nilizungumza kimoyo moyo, huku nikaanza kuingia katika huu msitu uliokuwa umeshonana na miti mirefu. Mwanga mbala mwezi ulikuwa unatusaidia kuweza kuona mbele. Nilisimama huku mwili mzima ukinisisimka. Wenzangu wawili waliokuwa kwa nyuma yangu wakanipita kwa kasi vibaya mno. Nikatazama nyuma yangu nikaona chui wawili wakitufuata kwa kasi ya ajabu. Mimi mwenyewe nilijikuta nikianza kuchanganya miguu. Yaani mimi mwenyewe nilijikuta naanza kuchanganya miguu yangu kwa kasi ya ajabu, na hata wenzangu waliokuwa wamenipita nikawapita. Chui hawa waliokuwa wanaonekana kuwa na njaa kali vibaya mno wakazidi kutukimbiza. Nikamshuhudia mwenzangu mmoja akirukiwa pale na chui mmoja akaangushwa chini. Ukelele aliotoa nilitamani sana kwenda kumsaidia, ila nikajikuta nikishindwa kabisa. Mwenzetu mwingine akarukiwa na chui huyo, na mimi ndo nikazidi kuchanja mbuga huku nikizidi kusonga mbele. Nikafika kwenye moja ya mti. Ilibidi kwanza nisimame huku nikihema, kwa maana kwamba sasa nimekimbia kwa kasi takriban nusu saa nzima pasipo kusimama. Nikainama huku nikijitahidi kuvuta pumzi. Nikaanza kusikia pale kimlio ambacho mara nyingi huwa wanatoa yale majoka makubwa. Nikageuka upande wangu wa kushoto, nikaona joka moja kubwa mno na lenye unene wa kutisha. Lilikuwa linaniangalia huku likitoa ule ulimi wake nje. Kwa sababu nikakaza kwanza macho kiujasiri. Nikalitazama jinsi lilivyokuwa linanyemelea. Joka hili likanirukia, nikalikwepa. Likaenda likabamiza kichwa chake kwenye mti pale. Hili joka lina futi kama 30 hivi. Likajigeuza pale kwa kasi mno. Likaanza kunifuata sehemu nilipokuwa nimeangukia. Ujasiri mkali ukanijaa, kwa maana kwamba hapa nikiweka uoga tu basi ndio kitakuwa kifo changu. Nitaliwa na hili joka. Nikafanikiwa pale kuokota mtu uliokuwa umechongoka hivi kidogo mbele. Joka hili bwana likajirusha hivi kutaka kudaka shingo yangu. Mimi nikalikwepa huku nikamkita eneo la mbavuni mwake na huu mti niliokuwa nimeushika. Joka hili likaanza pale kujiviringisha huku damu zikiruka hivi. Sikuhitaji kulisubiria lipate nafasi ya kunishambulia. Nikaokota pale kipande cha jiwe. Nikamwahi eneo la kichwani mwake, nikamtandika, nikaliponda kwa nguvu zangu zote mpaka nikafanikiwa kuliua. Hapo nikasimama huku damu nyingi zilikuwa zimetapakaa mwilini mwangu. Niko katika angaza hivi, nikaona kamera moja ikiwa imefungwa juu ya mti. Nikaitazama kwa macho makali mno ile kamera, na kisha nikaanza kukimbia kusonga mbele. Nikafanikiwa pale kuona majani ambayo ukipaka mwilini huwa yananuka vibaya sana. Na hakuna hata mnyama mmoja ambaye ataweza kukushambulia. Nikaanza kuyachuma kwa haraka huku mengine nikiyatafuna na kujipakaza mwilini mwangu. Harufu mbaya, harufu kali haya majani. Mimi sikujali, maana ni bora kuwa hai kuliko kuona kinyaa cha harufu mbaya ya haya majani. Nikahakikisha kwamba nimejipaka mwili mzima, na kisha nikaanza kukimbia huku wenzangu karibia wote nilikuwa nimepozana nao. Njiani nikakutana na wanyama wengine wakali.
ila hapakuwa na mnyama aliyeweza kunisogelea, kwa maana kwamba nilikuwa nanuka vibaya mno, na hii ndio ilikuwa pona yangu. Ndani ya masaa 3.5 huku nikiwa ninakimbia pasipo kupumzika, nilifanikiwa kufika mwisho wa huu msitu. Na kabla sijatoka, nikaona pale magari karibia 6 yalikuwa yamewasha taa kuelekea msituni. Na katika hili eneo nililokuwa nimesimama, hadi kuelekea kwenye magari yao kuna mita kama 100. Ni tambalale, yani pako open space, yani pako wazi. Eneo ambalo niliambiwa kwamba hilo limetegeshwa mabomu ya ardhini. Nikasema nikitoka wataniua. Acha kwanza nijifiche hapa. Kwa nilizungumza huku nikiwa nimejificha kwenye moja ya mti. Joka moja kubwa sana likakatiza pale pembeni ya miguu yangu, na halikunidhuru kiasi cha kunifanya sasa nimuombe Mungu hii harufu ya majani isiishe. Nikaona kamera yenye mfumo wa drone ikiwa imesimama iko juu yangu, inavyoonyesha kwamba kuna mtu alikuwa anaiendesha hiyo drone. Nikasema mwezi kuniua nyinyi wana haramu. Wapuuzi nyinyi. Jina langu mimi Rashidi Pinda, na nikitoka hapa makamu wa rais ninakuwa pia nitakuwa. Nilizungumza kwa hasira kali sana huku nikiitazama kamera hiyo ambayo sio rahisi kuisogelea. Muda ukazidi kuyoyoma hadi jua likaanza kuchomoza. Nikachungulia na kuona askari wakishuka kwenye magari yao kukimbilia katika hili eneo ambalo mimi nipo. Nikasema shit. Nilizungumza hivyo huku nikiwatazama jinsi walivyokuwa wanakatiza katika eneo hili la mabomu. Sasa nikawa nakremisha mtindo wao wa kupita, na kisha nikaanza sasa kutokomea kuingia msituni zaidi, ili kama wananifuata basi wanifuate ndani ya huu msitu. Nikaanza pale kusikia milio ya bunduki kirindima ndani ya huu msitu, huku kelele za kuuawa hao maskari, maana walikuwa nauliwa na wanyama wakali. Nikawa nazisikia kelele, napiga sana kelele. Nikasema muoshe uoshe wa kenge nyinyi. Nilizungumza huku nikikimbilia eneo walipokuwa askari. Nilimkuta askari mmoja akiwa amevirigishwa pale na joka kubwa mno, huku akiwa analia kwa uchungu mno. Nikaokota pale bunduki yake, nikaanza kujibanza kwenye miti, kwa maana kwamba sio askari wote walioingia katika huu msitu. Kuna askari kama 6 walikuwa wamesalia nje ya huu msitu. Nikatoa pale magazini ya bunduki hii, nikakuta pale ikiwa imejaa risasi za kutosha tu. Nikairudisha magazini hii, nikaanza kusonga mbele huku nikiwa niko makini vibaya mno. Nikaona askari wengine wakiwa wanatafunwa na simba wenye njaa kali. Nikaona askari 6 wakiwa wamesimama kwa umakini huku bunduki zao zote wakiwa wamezielekezea ndani ya huu msitu. Nikaanza pale kuwafyatulia risasi kuelekea kwa hao maaskari. Shambulizi hili lilikuwa la ghafla ambalo mimi nilikuwa nimewafanyia. Likawachanganya hao askari, wakaanza pale kurudi nyuma pasipo mpangilio. Wawili wakakanyaga mabomu. Mabomu yalikuwa yametegwa ardhini, yakalipuka, wakachanguliwa vibaya mno. Nikamwona askari mmoja akikimbilia alipokuwa yale magari. Nikafumba jicho moja, nikamdungua risasi ya mgongo, akaenda chini. Hapo nikaanza kutoka ndani ya huu msitu huku nikiwa nimepona peke yangu. Kwa umakini mkubwa sana nikaanza kupita katika hili eneo ambalo lilikuwa lina mabomu. Nikafanikiwa kufika kwenye magari haya ya polisi. Magari ni aina ya Ford Ranger. Nikaingia kwenye moja ya gari, na kwa bahati nzuri nikakuta pale funguo ikiwa inaning'inia katika sehemu ya kuendeshea. Niliwasha pale hili gari na kuanza kuifuata barabara hii ya vumbi. Nikaingia kwenye moja ya kijiji ambacho kina nyumba chakavu za udongo. Nikasimamisha pale gari na kisha nikashuka huku nikiwa niko na bunduki. Wamama walioniona wakakimbia huku wakionekana kuniogopa. Nikafungua mlango wa nyuma ya gari hili, na kwa bahati nzuri nilifanikiwa pale kuona ramani. Nikaifungua, nikaitazama ile ramani. Sasa nikajiuliza hapa niko wapi? Nilijiuliza huku nikiwa na angaza. Nikatazama eneo hilo nilikuwa nimetoka, nikaona gari 3 za polisi zikija kwa mwendo wa kasi mno. Kwa haraka nikaingia ndani ya gari, nikaondoka hili eneo huku nikiwa sitambui sasa ni wapi ninapoelekea. Nikasema tu Mungu nisaidie. Nilizungumza huku nikikata kona kadhaa za barabara hii iliyopo pembeni mwa mlima mkubwa. Huku upande wa pili kuna makorongo ambayo endapo gari litapinduka na kuingia katika korongo hilo basi hakuna atakayeweza kupona. Nikatazama katika kioo cha pembeni, nikaona gari za polisi zikizidi kunisogelea, jambo ambalo linifanya nitishike vibaya mno. Wakaza pale kunishambulia kwa risasi zilizopiga nyuma ya gari hilo na kunifanya sasa ndo nichachawe vibaya mno. Nikakunja kushoto katika njia ndogo, nikachana na barabara kubwa. Njia hii japo ni nyembamba kiasi, ila gari linapita. Nikafika katika moja ya kijiji chenye nyumba nyingi. Nikasema samahani, hii barabara inakwenda hadi wapi? Nilimuuliza jamaa mmoja alikuwa amesimama pembeni ya barabara. Akaniambia bro, huko mbele kuna ngome ya waasi. Waasi? Akaniambia ndio, na endapo utafika huko hutaweza kutoka salama. Nikatazama nyuma, nikaona gari za polisi zikishuka kilima huku zikija kwa kasi mno. Nikasema okay, nashukuru.
Nikatia pale gia, nikazidi kuifuata barabara hii nyembamba ambayo magari mawili hayawezi kupishana. Nikakiacha hiki kijiji, nikaingia kwenye msitu, nikazidi kusonga mbele. Ghafla risasi mbili zikapiga kioo cha mbele. Risasi zikaenda zikapiga kwenye siti ya pembeni yangu na kunifanya sasa niiname chini huku nikifunga breki za ghafla. Nikachungulia, nikaona kundi kubwa la wanajeshi ambalo hawajavalia sare za kueleweka. Walikuwa wamejitokeza msituni na kulizunguka hili gari, huku wakiniamrisha nishuke ndani ya hili gari, huku nikiwa nimenyosha mikono yangu juu. Jambo lilonifanya niishiwe na matumaini ya kuishi, kwa maana ya kwamba nimeokoka kwenye msitu wa wanyama wakali na sasa nimeangukia kwenye mikono ya wanajeshi na sijui ni kitu gani watanifanya, sijui. Taratibu nikafungua pale mlango wa gari hili. Nikashuka huku mikono yangu iko juu. Na ghafla nikasikia kitu kizito kikinigonga nyuma ya kisogo changu. Nilianguka kifudifudi huku taratibu giza likianza kunitawala machoni mwangu. Na haikuisha hata dakika moja, nilipoteza uwezo wa kifahamu. Sikuelewa ni kitu gani kingine kilichoweza kuendelea. Naam. Harufu kali ya kinyesi ilinishtua na kunifanya nifumbue macho yangu. Giza totoro lililopo katika hili eneo likashindwa kabisa kunifanya niweze kuona vizuri katika hili eneo. Ila nilichokuja kugundua ni kwamba nusu ya mwili wangu ulikuwa uko ndani ya shimo ambalo ndilo kinyesi, na huku mikono yangu ikiwa imefungwa iko juu na kunifanya niwe ninaning'inia kama vile nyama ya buchani. Harufu hili nifanya nijihisi vibaya mno, kiasi cha kunifanya sasa nijihisi mpaka kutaka kucheua. Ndani ya muda mchache nilijikuta nikicheua mfululizo. Ila kwa giza la eneo hili siwezi kuona hata ninachokicheua. Njaa kali ilizidi kunikunguta tumboni mwangu. Nikakaa katika hali hii ya kuning'inia kwa masaa kadhaa hadi nikaona sasa mwanga hafifu wa jua ukipenyeza katika mlango wa choo hiki. Kumbe kini choo. Nilizungumza huku nikiangaza uchakavu wa hiki choo. Lisali moja mbeleni mlango ukafunguliwa. Wakaingia pale wanajeshi wawili wakiwa wako na bunduki aina ya SMG mikononi mwao. Wakaikata hii kamba iliyonifanya niwe nimening'inizwa hapa. Wakanivuta nje huku nusu ya mwili wangu ikiwa imejaa uchafu, na wao wala hawakuhisi kinyacha aina yoyote. Wakanisukumiza kwenye uwanja wenye vumbi la kutosha kabisa. Nikaona pale wanajeshi baadhi wakifanya mazoezi huku wengine wakilinda hili eneo. Alisimama mwanaume mmoja mwenye ndevu nyingi usoni mwake, mithili ya Osama bin Laden. Ila yeye ni mweusi na alikuwa na mwili mkubwa kama wa Idi Amin Dada. Mwanaume huyo alikuwa amevalia mavazi safi kijeshi huku akiwa na vyeo vingi vinavyoning'inia, na mkononi mwake alikuwa ameshika sigara kubwa ambazo huwa mara nyingi huvutwa na watu matajiri na sio rahisi kuzikuta katika maduka ya kawaida. Mnyanyueni huyu na mkamchape maji. Kweli pale nikanyanyuliwa na wanajeshi wawili hawa, wakaanza pale kuniburuta huku kila mmoja akiwa amenishika mkono. Wakanifikisha pale kwenye dimbwi moja la maji machafu. Wakaniambia jinawishe. Mmoja alizungumza huku akinisukumia ndani ya dimbwi hili. Hakika kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka, mwili wangu ulikuwa hauna hata nguvu ya kusimama vizuri. Nilijitahidi kujinawisha ila nilihisi kushindwa. Mwanajeshi mmoja akanipiga teke la kifuani, nikaanguka chini. Akaniambia nawa. Alifoka huku akininyoshia bunduki. Kwa kiwewe nikaanza kunawa mwili mzima tena haraka haraka. Nyanyuka, tembea. Nilinyanyuka pale kiume huku nikihisi maumivu ya kifua changu. Nilianza kutembea, japo nilikuwa ninayumba yumba ila nilikuwa najikaza kutembea. Tukaingia kwenye moja ya bafu kubwa mno, wakaniamrisha pale nisimame kwenye ukuta. Mmoja wao akanipa ishara ya kutoa nguo ya ndani ambayo ilikuwa imechafuka vibaya mno. Nikaivua pale, nikabaki sasa kama nilivyo. Mwanajeshi mmoja alichukua pale mpira wa maji mkubwa tu mithili ya mipira inayotumika na vikosi vya zimamoto. Mwenzake akafungulia pale maji kwa koki na maji yalianza kutoka kwa wingi na kasi ya ajabu mno. Akaanza pale kunimwagia maji hayo ambayo kwa kweli sina nguvu ya kustahimili, zaidi tu nilijikuta nikianguka chini huku akiniumiza kisawa sawa. Mwanajeshi mmoja alicheka sana. Alicheka sana. Wewe mpuzi, unaziba nini wewe? Mwanajeshi huyo alikuwa anamwagia maji. Alizungumza hivyo mara baada ya kuona mimi nimeweka viganja vyangu kwenye sehemu zangu za siri. Mwanajeshi huyo akaona kwamba namletea ukaidi. Alinipiga maji ya uso. Nilishindwa kuvumilia, nikajikuta nikiziba uso wangu kwa viganja vya mikono, kwa maana maji haya yalikuwa na nguvu kubwa vibaya mno na yanaumiza sana mwilini.
Akayaelekeza maji haya sasa kwenye sehemu zangu za siri. Nilijikuta nikishusha viganja vyangu tena kuelekea sehemu za siri. Sasa ikawa kama ni mchezo. Nikiweka viganja vyangu vya mikono sehemu za siri, anapiga maji usoni. Nikiweka viganja vyangu usoni, anapiga sehemu za siri. Mpaka nikajaribu kugeuka sasa, nikawapa mgongo. Jamaa akaniambia geuka mbele wewe. Mmoja wao alifuka kwa hasira huku akinifuata sehemu nilipo. Alinipiga pale mateke mazito ya mgongo mpaka nikageuka bila hata kupenda. Mchezo ukaendelea kama kwa dakika 10 hivi mpaka akaingia mwanajeshi mwingine ambaye alikuwa anaonekana na cheo kidogo kikubwa kuwapita wao. Akasema, "Wewe, mkuu anamhitaji huyo mtu." Sawa. Wanajeshi hao walizungumza kwa heshima. Nikaambiwa pale simama. Nikajaribu pale kusimama, lakini nguvu zilikuwa zimeniisha. Sina uwezo kabisa wa kusimama. Nimesema simama wewe. Nilishika huu ukuta uliokuwa unateleza kutoka na maji, nikajikaza kiume huku mwili ukitetemeka kwa njaa kali. Njaa ilizidi kunikunguta tumboni mwangu, asikwambie mtu. Tukatoka ndani hapa huku nikiwa niko utupo kabisa. Tukatembea kwenye hii korido moja, ilikuwa ni ndefu kidogo ya hii nyumba. Nikaingizwa kwenye moja ya chumba na kisha nikakalishwa pale kwenye kiti cha chuma. Mikono na miguu yangu ikafungwa na pingu katika hiki kiti. Akaingia pale mwanajeshi ambaye nilikuwa nimemuona pale awali. Akanitazama kwa macho yake makali yaliyokuwa na uwekundu mithili ya mvuta bangi aliyebobea. Akaniuliza, "Ni nani amekutuma?" Aliniuliza swali ambalo ni jepesi ila jibu lake sina. Nikasema sijatumwa na mtu. Akatoa ishara kwa kijana wake mmoja. Bana, mtetemeko nilikuwa naupata hapa nilikuwa naufananisha kama nilikuwa nimeupata kipindi nilikuwa nimekamatwa nchini Tanzania kwa kosa la kusingiziwa ya kwamba nimeoa askari kwenye lindo langu, na sura ya askari yule wa kike alinipiga zile shoti. Bado namkumbuka vizuri tu. Sasa kelele zangu hazikusaidia kupunguza maumivu ya hii shoti nilikuwa napigwa hapa. Jamaa akasema, "Zima." Alizungumza na shoti kweli ikazimwa. Kwani kiti hiki kilikuwa kimeunganishwa na nyaya za umeme. Jamaa akavuta pafu kubwa la sigara na kisha akautoa moshi wake puani na kunitazama. Akaniambia, "Unaitwa nani?" Nikamwambia, "Rashidi." "Wewe ni raia wa nchi gani?" Hapo nikafikiria ya kwamba nikisema nimetokea nchini Ufaransa au Marekani, si wanaweza kuniua wakihisi kwamba mimi ni mpelelezi wa mashirika makubwa kama FBI na mengineo. Nikasema mimi nimetokea Tanzania. Hapo nilijibu huku nikiwa natetemeka. Nilikuwa natetemeka kwanza kwa sababu ya maumivu ya shoti ya umeme niliyopigwa, lakini jambo la pili kwa njaa kali ambayo nilikuwa niko nayo. Jamaa kaniuliza, "Tanzania eneo gani?" Nikasema da. Akanitazama kwa makini sana kama mtu anayenidadisi. "Kwa nini ulikuja eneo hili ukiwa kuna gari la polisi?" Nilitoroka kwenye gereza moja na tulipelekwa kwenye msitu wenye wanyama wakali. Wenzangu waliliwa na mimi nikafanikiwa kutoroka. "Wewe umetoka kwenye ule msitu?" Aliniuliza huku akionyesha ya kwamba na yeye anaufahamu vizuri juu ya huo msitu. Nikasema, "Ndio." "Askari hawajakuwa?" "Niliwaua mimi." "Hebu nileteni laptop yangu." Mwanajeshi mmoja akatoka ndani hapa na baada ya dakika 3 akarudi akiwa yuko na laptop. "Hebu nitafutie kipindi cha juzi Jumatatu cha wale washenzi." Mwanajeshi huyo alianza pale kuminyaminya laptop hiyo na kisha akamwekea pale video mkuu wake. Ninachokisikia kutoka katika video hiyo ni sauti za vilio za wenzangu wakitafunwa na wanyama wakali. Mkuu huyo alinitazama kwa jicho la kuiba na kisha akaendelea kutazama hiyo video. Nilijawa na matumaini kidogo mara tu niliposikia sauti yangu ikiwatukana waandaaji wa kipindi hiko. Akatazama kipindi hiko mpaka alipoanza kusikia milio ya bunduki kirindima. Akanigeuza laptop hiyo na kweli nilijiona jinsi nilivyokuwa na waua askari kadhaa wa hilo gereza. Jamaa akaniambia, "Unaonesha una mafunzo fulani ila sio ya kijeshi. Wewe ulikuwa ni nani nchini Tanzania?" Nikamwambia mimi nilikuwa ni mlinzi tu wa kampuni hizi za ulinzi. "Kampuni gani?" "QX Security." "Hebu ingia kwenye mtandao wa hiyo kampuni. Jina lako ni Rashidi nani?" "Rashidi Pinda." Kweli kijana wake pale akatafuta pale kwa dakika kadhaa. Akasema, "Huyu hapa, ila profile yake inaonyesha amefukuzwa kazi kwa kosa la ujambazi."
kwa kuangamiza askari wa kikosi cha FFU pamoja na walinzi wenzake. Yule jamaa akaniambia, "Kwa wewe Rashid unataka kuniambia wewe ni jambazi?" Nikamwambia, "Hapana. Hiyo kesi mimi nilisingiziwa tu mkuu, sijawaua." "Nani alikusingizia?" "Makamu wa rais alikuwa na mahusiano na mke wangu. Hivyo wakanisambazia kesi hiyo na kisha akafunga ndoa na mke wangu. Wakanisweka gereza la Maweni Tanga. Na nilipojaribu kutoroka nilijikuta nipo kwenye gereza hilo la Minjemba hiyo." Nilipotoa story yangu hiyo, huyu mkuu ambaye ananishikilia hapa akanongenezana na kijana wake. Na sikusikia ni nini alichokuwa anaongea naye. Nikasikia tu yule kijana wake anasema, "Sawa mkuu." Sasa huyu mkuu akasema, "Sasa nimekuelewa, hatutokuua." Nikasema, "Nashukuru sana, asante sana." Hapo nilizungumza kwa furaha kutoka moyoni mwangu. Mkuu huyu akasema, "Ila utakuwa ni miongoni mwetu sisi. Na endapo utajaribu kutoroka hapa, tutakutafuta na tutakuua. Mpeni nguo, mpeni viatu pamoja na chakula, na kuanzia kesho asubuhi utajumuika na wengineo katika mafunzo ya kijeshi." Nikasema, "Sawa. Ila naweza nikakuuliza swali?" Mkuu huyu alinitazama kidogo na kisha alitingisha kichwa kwa kuashiria kwamba nimuulize tu. Nikamwambia, "Hivi ninyi ni akina nani?" Mkuu huyu akatazamana na kijana wake na kisha akasema, "Sikia, jinsi unavyoendelea kukaa hapa basi utafahamu sisi ni akina nani. Ila kwa sasa kula na kisha utaonyeshwa chumba cha mapumziko." Nikasema, "Sawa, nashukuru." Nikalitoa pale nguo za kijeshi mpya pamoja na mabuti. Nikavaa pale na kisha nikatoka ndani hapa na mmoja wa wanajeshi ambao walikuwa wananitesa. Yule mwanajeshi akasema, "Wewe Falo una bahati sana wewe. Na sijui kwa nini umeachwa hai wewe." Jamaa huyu alizungumza huku akionekana kunipania sana. Sijahitaji kumjibu chochote zaidi tu ya kuongozana naye. Tukaingia jikoni, tukakuta pale wapishi wakipika pale chakula. Jamaa akasema, "Wewe mpeni msosi huyu." Wale wapishi wakauliza, "Huyu ni mpya?" Jamaa akasema, "Ndio." Basi mimi nikachukua pale moja sahani, nikapakuliwa pale ugali mkubwa na maharage yaliokuwa yamechemshwa tu pasipo kuungwa. Kutokana na njaa kali, unajua sikuhitaji kuremba. Nikaanza pale kuutandika ugali huu, japo ni wa moto, ilo ulipita kooni bila shida yoyote. Wanajeshi hawa walikuwa wananishangaa tu. Ndani ya dakika tu nikawa nimemaliza kula. Nikauliza, "Naweza nikaongezewa?" "Kudadeki, yaani ugali wote ule unataka kuongezewa?" Mwanajeshi mwingine akasema, "Mpeni bwana." Mwanajeshi huyu ambaye ni mpishi alinitetea. Nikatengewa pale ugali mwingine wa wastani tu hivi. Nikaendelea kula mpaka nikashiba. Nikasema, "Maji ya kunywa?" Wajeshi hao wakatazamana na kisha mmoja akanichotea pale maji ya kunywa kwenye pipa. Ilikuwa pipa moja hivi kubwa tu, akanikabidhi jagi hilo lilikuwa limejaa maji. Nilianza pale kuyafakamia maji haya mpaka nikayamaliza. Mwanajeshi mmoja akaguna. Aliguna huku akiwa ananishangaa, maana nilikuwa nakula kwa kasi ya 5G. Nikasimama pale na kisha tukatoka na mwanajeshi huyu. Nikaingia naye kwenye bwalo kubwa lenye vitanda kama 200 hivi ambavyo ni vya ghorofa. Tukatembea mpaka katika kitanda cha mwisho kabisa. Akaniambia, "Sasa sikia, kitanda chako ni hiki hapa kuanzia hivi sasa. Ila kila anayelala kwenye hiki kitanda lazima afe." Mwanajeshi huyu alinionyesha kitanda hiki kilichopo hapa juu na kisha akaondoka zake. Kutokana kwamba ni mtu ambaye amejawa na chuki na mimi toka tu nilipomwona asubuhi, sikuyajali maneno yake. Nilipandisha ngazi, nikalala chali, huku nikiwa ninasikilizia shibe jinsi ilivyokuwa inanitawala. Uchovu na shibe vilinitawala na mwisho wa siku usingizi mzito ulinipitia. Nikalala 444. Kelele za watu waliokuwa wanazungumza huku wengine wakicheka zilinishtua kutoka usingizini. Nikaona wanajeshi wengine wakiwa wako ndani ya bwalo hilo, bwalo ambalo ndio sehemu ya kulala. Mwanajeshi aliyekuwa amesimama pembeni ya kitanda akaniambia, "Wewe ni nani? Wewe ni mgeni?" Aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia, "Ndio, mimi ni mgeni." "Karibu, mimi naitwa Lazaro." Alizungumza huku akinikabidhi mkono wa kulia. Niliutazama kwanza kwa sekunde kadhaa na kisha nami nikampatia mkono wangu wa kulia ikiwa ni ishara kusalimiana. Nikamwambia, "Naitwa Rashidi." "Wewe ni Muislamu?" Nikamwambia, "Ndio." "Oh, sawa. Twende basi tukapata chakula cha usiku." Nikamwambia, "Sasa saa ngapi?" Saa 2. Kweli nilishuka kitandani hapa nikajinyoosha pale viungo vyangu. "Hey, tusikilizane." Lazaro alizungumza kwa sauti kubwa na wanajeshi wengine wote ndani ya bwalo hili walinyamaza na kila mmoja alisimama kumsikiliza ni nini anachohitaji kuzungumza. "Tuna ndugu yetu humu ndani anaitwa Rashidi. Nahitaji tumpatie ushirikiano. Yeye ni mgeni." Wanajeshi waliokuwa karibu yangu wakanikaribisha kwa kunipa pale mikono.
Sikiliza, mimi ndo Domrida. Hivyo nikiwa ndani ya hili bwalo, mimi ndio mkuu wao. Lazaro alizungumza huku tukiwa tunatembea kuelekea nje. Nikasema okay, sawa. Naweza nikakuuliza swali? Uliza tu. Nyinyi akina nani? Kwani ulivyoingia hapa ukuelezwa sisi ni akina nani? Hapana, sijaelezwa. Lazaro alinitazama machoni mwangu kwa sekunde kadhaa huku akiwa amesimama. Akaniambia, nani alikuingiza hapa? Ameniingiza mkuu mwenyewe. Ana ndevu nyingi hivi alafu ni mweusi. Lazaro alitabasamu kidogo na kisha karudi katika sura yake ya ukauzu yani. Akaniambia, yule ndio kiongozi wetu yule. Hii ni kambi ya wanajeshi tulioiasi serikali iliyopo madarakani. Na sisi tumeuteka huu mji wa Goma. Hivi sisi hapa ndio watawala. Na kila majeshi ya serikali yanapojaribu kuingia au kupigana na sisi, huwa tunawatandika kisawasawa na kuutetea mji wetu. Hivyo inakupasa kuwa tayari kwa lolote na muda wowote, kwa maana kwamba vikosi vya serikali na Umoja wa Mataifa vinawinda sana huu mji. Maneno ya Lazaro unajua yalinifanya nijawe na bumbuazi, kwa maana kwamba nimeingia kwenye jeshi la waasi pasipo mimi mwenye kupenda, na nitapigana vita ambayo hata hainihusu, kwa maana kwamba mimi ni Mtanzania na nina hawa ni wa Kongo ambao kwao vita ni jambo la kawaida sana, kitu ambacho kwa Tanzania sikuwahi kukisikia wala kukiona kabisa toka nilipozaliwa mpaka hapa nilipofikia. Nilijibu huku nikitabasamu kwa uoga. Tukaingia katika hili hall kubwa la chakula. Tulikuta pale wanajeshi wengi wakiendelea kupata msosi. Tukapanga mstari. Tukapatiwa pale chakula chetu. Tukakaa kwenye moja ya meza na kuanza kula taratibu. Wingi wa wanajeshi hawa wanaweza kufika hata 2000 vina kitu. Kula ushibe, kwa maana kesho asubuhi ni muda wa mazoezi magumu. Lazaro alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia okay, sawa, kuna tatizo. Tulimaliza pale kula na kurudi kwenye bwalo la kulala. Nilipanda kitandani kwangu na wala sikumaliza hata dakika 10 usingizi mzito ulinipitia. Kelele za mabati yanayogongwa kwa pamoja ndiyo yalinishtua sana kiasi cha kunifanya nikae kitako pale kitandani. Niliwaona wanajeshi wenzangu wakiruka vitandani mwao, jambo ambalo likanitisha kidogo. Lazaro akaniambia, Rashidi, amka, muda wa mazoezi. Lazaro alizungumza huku akivaa shati lake. Nikachukua pale shati langu nikashuka kitandani. Uzuri ni kwamba nilikuwa nimelala na viatu pamoja na suruali. Tukatoka ndani hapa huku tukiwa tunakimbia. Kigiza kilichopo angani kidogo kilinipa mashaka. Nikajiuliza, muda huu ni saa ngapi kwani? Tukakimbia mpaka kwenye uwanja mkubwa, na hapa ndipo nikatambua kwamba kambi hii ya jeshi ina wanajeshi wengi sana. Tukaanza pale kuamrishwa kukaa katika vikundi. Wale wageni waje huku. Mwanajeshi mwenye umri mkubwa kiasi aliamrisha pale, na anaonyesha kwamba ndiye mkuu wa mazoezi. Nikawafuata wenzangu ambao ni wageni na tukasimama katika eneo letu. Nikahesabu pale wenzangu nikakuta ni 11, huku mimi ni mtu wa 12. Wengine wakatawanyika huku wakielekea katika majukumu yao wanayojua wao wenyewe. Simama wima, mkuu huyu aliniamrisha, na sote tukasimama kwa ukakamavu huku tukiwa tumepanga mistari miwili yenye watu 12. Akaanza kupita pale kuanzia mbele mpaka kafika nyuma ambapo nilipokuwa mimi. Akanitazama kwa muda kidogo na kisha akanizabua kofi zito la shavu mpaka nilihisi mawenge. Akaniongezea kofi jingine na akasababisha hasira yangu sasa ianze kunipanda taratibu. Kwa nini una ndevu? Aliniuliza swali kwa ukali. Nikamwambia sijui mkuu. Hujui ikiwa kivipi kidevuni mwako zipo? Kwa nini una ndevu? Nikasema mkuu, mimi nimekuja jana. Kwa hiyo ulivyoingia hapa hujijua sheria? Nikasema ndio sijajua. Ukiongea na mimi piga magoti. Mzee huyu alinikoromea huku akiwa ananishika bega langu, akawa ananikandamiza kwenda chini mpaka nikapiga magoti pasipo hiari yangu. Nyosha mikono juu kenge wewe. Kweli nilinyosha, lakini hapo machozi yatakanayo na hasira yalianza kunilenga. Nyinyi wengine kamalizieni kazi yangu ya jana. Wenzangu hawa wakatawanyika, nikabaki peke yangu katika huu uwanja uliokuwa umejaa vumbi. Akaniambia birigika hapo. Nikamwambia nini? Niliuliza kwa mshangao. Akanisukumiza kwa teke nikaanguka chini. Akachomoa mkanda wa suruali yake, alianza kunitandika.
alinitandika huku akinisisitiza kwamba nibilingite kwenye hili vumbi. Tena ni vumbi la udongo mwekundu kama wa vile mkoa wa Morogoro. Nikatia amri huku nikiwa naendelea kutandikwa vibaya mno. Twende. Pa, ananichapa. Yaani alikuwa anazungumza kwa ananipiga na huu mkanda. Nikamwambia mkuu, mbona natii? Kwa nini sasa unanipiga? Unasemaje wewe kenge? Nikamwambia natii, acha kunichapa. Una ujeuri wewe, si ndio? Wewe jeuri. Hapo akanipiga teke la kwanza, likatua tumboni mwangu. Teke la pili, nikaudaka mguu wake. Bwana, kwa kasi ajabu nikamzungusha mguu huo, akaanguka kifudifudi. Akajaribu kuchomoa pale bastola yake kiunoni, ila nikamzuia kwa kumvunja vidole vya kiganja chake cha kulia na kumfanya pige yoe. Alipiga kelele. Nikaona pale wanajeshi wawili wenye bunduki wakija hili eneo kwa kasi kubwa mno. Nikamtandika ngumi 6 za uso za haraka haraka hadi wanajeshi hao wakanifuata eneo hili na wakanionyeshia pale mabunduki yao. Pua ya huyu mkuu wetu ilikuwa inamwaga damu huku ikiwa imepinda, kwa maana kwamba ngumi karibia 4 nilikuwa nimepiga kwenye pua yake. Mkamateni huyo, alizungumza kwa shida, na mimi nikatia amri kwa kunyosha mikono yangu juu. Mwanajeshi mmoja akanipiga pale na kitako cha bunduki mgongoni mwangu. Nikaanguka chini. Wakaanza kunishambulia kwa mateke pale. Sikuhitaji kupigana nao. Cha muhimu zaidi ilikuwa ni kujilinda wasiniumize sehemu zangu za siri na usoni. Mlio wa bunduki uliopigwa hewani uliofanya wanajeshi hao kuacha kunishambulia. Mnafanya nini? Hapo nikageuka nyuma taratibu. Nilimwona mkuu wa hili jeshi akifika ile eneo. Mkuu, huyu kijana ameshambulia mwalimu wa mazoezi. Imekuwaje mpaka umeshambuliwa na wewe? Mkuu huyu aliuliza huku akiwa anamtazama mwalimu wa mazoezi kwa macho makali mno. Mkuu, huyu kijana hatufai huyu. Hujajibu swali. Nilimwambia bilingite kwenye vumbi. Nikaona mchapa mkanda akanishambulia. Je, aligoma ulipomwamrisha bilingike? Hapana, kugoma. Kwa nini ulikuwa unamchapa? Huyu ni mjeuri mkuu. Hebu mchukueni mwalimu wenu. Akapewa huduma ya kwanza. Mwalimu huyu akaondolewa eneo hili na vijana wake, na nikabaki eneo hili nikiwa na huyu mkuu. Akaniuliza kwa nini umemshambulia? Nikamwambia mheshimiwa, alikuwa kwanza ukizungumza na nyanyuka. Taratibu nikanyanyuka huku mwili mzima ukiwa umejaa vumbi. Nikamwambia alinipiga vibao viwili, akidai kwamba eti nina ndevu. Sasa mimi ni mgeni, sikuelewa sheria za hapa ziko vipi. Akaanza kunipiga mateke na kuniamrisha nibiringike. Na mwisho wa siku hasira kanipanda kama binadamu. Nikampima nguvu, ila nikaona hana uwezo huo kama nilivyokuwa namuona. Rudia, umesema hana nini? Hana uwezo huo mkuu. Kwa unataka kuniambia mwalimu wangu hana uwezo wa kufundisha hili jeshi? Naweza kusema ndio au hapana. Dogo, unaletea siasa, si ndio? Unaposema ndio au hapana maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye mapigano naweza hisi hana uwezo, ila kimbinu za kijeshi labda anaweza kuwa ni mkali, kwa maana kwamba mimi sio mwanajeshi na nilikuwa ni mlinzi, tena mlinzi mgambo tu ambaye mafunzo yetu ni ya kawaida. Hivi unajua adhabu ya kukataa kumtii mkubwa wako ni nini? Ni kifo. Hapo nilipomwona ni kifo nilishtuka, huku nikimtazama huyu jamaa ambaye kusema ule ukweli hajabarikiwa kuwa na sura nzuri hata kidogo. Usinitumbulie macho. Adhabu yako ni kifo, ila kutokana kwamba wewe ni mgeni nitakupa nafasi moja ya mwisho. Nashukuru sana mkuu Mandevu. Hapo nilizungumza kwa furaha huku nikiwa nimeinama kiheshima. Akaniambia umenihitaje? Umenihitaje wewe? Hapo aliniuliza kwa ukali kidogo. Nikajikuta nikinyanyua uso wangu na kisha nikamtazama. Rudia, umenihitaje? Nikamwambia nimekuita mkuu Mandevu. Jamaa alikunja sura mpaka nikahisi moyo unapasuka. Jinsi moyo ulivyokuwa unaenda kwa kasi ya wasiwasi. Ghafla alianza kucheka kwa nguvu mpaka nikamshangaa. Wewe ndo mtu wa kwanza kuniita hilo jina. Nimependa. Nikamwambia kweli? Ndio. Ila naitwa General Obote. Sitahitaji kusikia ukinyanyua kinywa chako kuniita Mandevu.
Nikamwambia nisamehe mkuu, sitozungumza tena. Sasa adhabu yako ya kifo itaamuliwa kwenye pambano la leo. Utapigana na kijana wangu, mlinzi wangu namba 1. Akikupiga nitakwenda kukudumbukiza kwenye kisima cha mamba. Watakutafuna na watakugawanya vipande vipande mpaka utakuwa historia. Ila endapo utampiga basi nitajua nini cha kufanya. Asante mkuu. Jamaa kanitazama kwa macho yaliyojaa udadisi na kisha akaondoka ile eneo huku mikono yake akiwa ameiweka kwa nyuma. Obote. Hapo nilizungumza kimoyomoyo huku nikitazama mambo wanayofanya wanajeshi wengine. Kutokana na kwamba sijapangiwa kazi yoyote, nikamfuata mwanajeshi mmoja nikamwambia bro vipi? Hapo tu. Bafu hapa liko wapi? Wewe ni mgeni? Nikamwambia ndio. Unaona kule? Jamaa alinionyesha jengo lilopo mbali kama mita 200 hivi. Nikamwambia ndio. Yale ndo mabafu pamoja na vyoo. Nikamwambia okay poa, nashukuru. Nikaondoka na kuelekea katika mabafu na vyoo hivi. Nilikuta pale wanajeshi wengine wakifanya pale usafi. Nikasalimiana nao. Vipi? Naweza nikaoga kidogo? Uone kama nafanya usafi au? Mwanajeshi mmoja mwenye mwili mkubwa alizungumza kwa kinitazama kwa macho makali. Nikamwambia okay poa, samani bro. Nitasubiria basi hadi ukimaliza. Tukimaliza milango yote inafungwa na hakuna mtu yote wala mtu. Jamaa alizungumza kwa ubabe na wanajeshi wengine wakaonekana vile kama kumtii. Nikamwambia bro, mimi naoga mara moja tu. Wadogo unazingua mwanangu, umekuja unataka kututawala kila mtu, si ndio? Nikamwambia hapana. Ila ni nini sasa? Nikamwambia si mnaona mavumbi yalivyonijaa washikaji zangu, mimi nawaomba tu wasepa bwana kabla tuje kufanya kitu kibaya wewe. Washikaji walinikatalia katu. Nikaona okay, sio shida. Kwa sababu kukaa hivi na vumbi asitokufa wala kupungua mahali popote. Muda kupata chakula cha asubuhi kawadia. Nikawa ni miongoni mwa wanajeshi wa kwenda kupata kifungua kinywa. Rashidi, vipi mbiringo, umekukuta nini? Lazaro aliniuliza huku akinishangaa jinsi nilivyokuwa nimejaa na vumbi mwilini mwangu. Nikasema kubiringika huko ndugu yangu. Nimesikia umempiga mwalimu. Aliniudhi. Na mkuu amekwambiaje? Ameniambia kwamba amenipatia adhabu ya kifo. Ila mbona upo kawaida kama vile huna hofu ya kifo? Kaniambia pambano la kupigana na mlinzi wake namba 1. Endapo nikipigwa nitauawa, nikimpiga atanifikiria nini cha kufanya. Ndugu yangu Rashidi, bora kubali kuuawa kwa risasi kuliko kuuawa na huyo jamaa. Kwanza anatisha, ana roho mbaya, ana uwezo mkubwa kupigana. Haki ya Mungu. Kwa nini kufiche? Sisi wote tunamuogopa, ni mtu mbaya kwa kweli. Anapigana style gani? Zote unazozijua wewe. Karate, ndondi, taekwondo, kung fu. Yaani kiufupi ni mtu aliyekamilika. Na mara kadhaa amekuwa akimwokoa mkuu kwenye majanga mengi tu, hususan ya kuvamiwa. Bwana liwalo na liwe. Kufa ni kitu cha kawaida sana. Bro, sisemi hivyo. Kufa kwa kupigwa risasi ni aibu kubwa sana kwa mwanaume. Bora nikafia ulingoni ili nionekane kweli mimi ni shujaa. Sawa. Tukamaliza kula. Nikajumuika pale na Lazaro katika kusimamia shamba moja kubwa la mahindi lililokuwa linalimwa na wananchi waliotekwa na jeshi hili. Wananchi hao kwa kweli wanateseka na wanateswa vibaya mno na wanajeshi hawa. Nikasema kwa nini wanawatesa wananchi? Hapo nilimuuliza Lazaro huku nikimtazama usoni mwake. Lazaro akaniambia hawana faida hawa. Kazi yao ni kutuchoma tuko wanajeshi wa serikali. Ila watajua umuhimu wetu siku Obote atakapochukua nchi na kuwa rais. Lakini hawa ni Waafrika wenzetu. Rashidi, unapokuwa hapa inakubidi kuwa na roho ya kinyama. Acha kuwa na roho ya kike bwana. Lazaro alizungumza huku tukimtazama mwanajeshi mwenzetu jinsi alivyokuwa anampiga mateke mzee mmoja aliyekuwa amejaribu kupumzika kwa kuchoka. Nikasema mwanangu acha bwana. Nilizungumza huku nikimfuata mwanajeshi huyo. Ila nikajikuta nikisimama mara baada ya mwanajeshi huyo kuninyoshia bunduki. Akaniambia usiingilie biashara zangu wewe. Mwanajeshi huyu mweusi kama chungu cha uketo alizungumza kwa ukali huku akinitazama machoni mwangu. Nikasema okay poa. Nilirudi nyuma mpaka sehemu alipokuwa amesimama Lazaro. Kiukweli nilizidi kupata uchungu mara baada ya kumuona mwanamama mmoja hivi akipigwa na mwanajeshi mwingine. Wanajeshi wenyewe ni vijana tu wadogo ambao kwa kukadiria ni miaka kama 16 au 17 hivi. Lazaro
Akaniambia, sikiliza bwana Rashidi, kuua kwetu si ni jambo la kawaida sana. Kwa maana hata sisi kuuawa ni jambo la kawaida sana. Hivyo usishangae kila kinachoendelea Rashidi. Sikumjibu chochote Lazaro, zaidi tu ya kuimeza hasira na machungu niliyokuwa nayapata kutokana na kuteswa kwa wananchi hawa. Inabidi nitafute nguvu, la sivyo hawa wananchi watazidi kuuawa. Nilizungumza hivyo kimoyomoyo, nikikunja ngumi mikono yangu yote miwili. Tukashinda shambani hapa hadi majira ya jioni, na wananchi hawa wakarudishwa kwenye magereza yao yenye ulinzi mkali mno, na kisha tukarudi kambini. Inabidi ule mapema kwa ajili ya pambano lako. Lazaro alinishauri hivyo na akanifanya mpango kwa wapishi. Wakanipatia pale chakula cha kutosha, nikala mapema huku nikiwa nina mawazo mengi sana kuhusiana na familia yangu, hususan mama yangu pamoja na mwanangu Shamsa. Ila watakuwa wako sehemu salama. Japo najua watakuwa na wasiwasi mkubwa sana na mimi. Ila makamu wa rais, haya mateso ninayopitia kisa mke wangu, ninakuwa pia haki ya Mungu nitahakikisha siku nikikukamata mkononi mwangu nitakukamua kama mafuta ya alizeti yanavyokamuliwa. Niliwaza huku nikiliminya kwa nguvu tonge la ugali mpaka likaanza kujitokeza kwenye vipenyezeo vya vidole vyangu. Nikamaliza pale kula na kisha nikajiandaa kisaikolojia kwamba muda wa mimi kwenda kuiokoa maisha yangu sasa umewadia. Wanajeshi wakatangaziwa ya kwamba usiku wa leo kuna pambano kati ya mlinzi wa rais na mwanajeshi mgeni. Hivi ulingo uko wapi? Nilimuuliza Lazaro huku nikimtazama usoni mwake. Akasema utaona tu. Muda ukafika wa kuelekea ulingoni. Nikaingia katika bwalo la chakula, nikakuta pale likiwa limetengenezwa ndo ulingo, huku wanajeshi wakikaa kwa mtindo wa kuzunguka ulingo huu. Nikawa kwanza kuingia ulingoni hapa, huku wanajeshi wengi wakinizomea. Nilimtazama bwana Obote eneo alilokuwa amekaa. Nilimwona akivuta pale sigara yake kubwa. Kijana wake alisimama nyuma yake, akapiga pale hatua mpaka karibu kabisa na ulingo, akanitazama kwa macho makali. Akavua pale shati lake, akamrushia mmoja wa wanajeshi ili alishike. Akachezesha pale kifua chake na kisha akaingia ulingoni. Kengele ikagonga kwa sheria kwamba pambano limeanza. Nilimfuata kwa kasi mwanajeshi huyu na nikampiga ngumi za uzito wangu wote kifuani mwake. Ila cha kushangaza hakutikisika wala hajionyesha dalili kama ameumia. Zaidi ulichokifanya ni kunipa ishara ya kwamba niendelee kumpiga ngumi nyingine, huku usoni mwake akiwa amejawa na tabasamu la dharau linaloashiria kwamba ngumi nazompiga kwake si chochote, si lolote, yani ni kama tunacheza. Hofu ilinitawala kidogo, ila nikajitahidi kuhakikisha kwamba hofu inanitoka, kwani hofu hii ikiendelea kunitawala ndio mwanzo wa kupigwa kwenye hili shindano. Jamaa huyu akanisisitiza nimpige ngumi nyingine kwa maana kwamba yeye haumi. Nikatazama katikati ya mapaja yake na nikaona pale upenyo mzuri wa kuweza kumpiga teke. Nikamtishia pale kama nampiga ngumi ya uso. Akarudisha uso wake nyuma. Nikampiga teke la sehemu za siri na kumfanya jikunje huku akitoa mgumo maumivu. Sasa kuinama kwake ndo kukanipa mimi nafasi ya kuweza kumpiga kigoti cha kichwani. Akaenda chini, nikamrukia, nilimpiga kisukusuku cha kifuani, nikamfanya zidi kugugumia kwa maumivu makali mno. Jamaa akajaribu kujitutumua ili anyanyuke pale, ile nikazidi kumtandika ngumi mfululizo za usoni mwake mpaka nikampasua eneo la juu la jicho la upande wa kulia. Damu nyingi zikaanza kutawala pale usoni mwake. Nikanyanyuka huku nikimtazama jinsi alivyokuwa anajaribu kusimama. Ni dhahiri shairi alikuwa amejawa na hasira. Akaanza kunishambulia kwa hasira na ninachokifanya mimi ni kumkwepa huku nikimpiga mapigo ambayo yeye hakutarajia. Kwa 100% watu wote humu ndani hakuna hata mmoja ambaye aliamini kwamba ninaweza kumpiga huyo mbabe wao, mbabe ya wababe. Kadiri jinsi muda unavyozidi kwenda, ndivyo jinsi nilivyojikuta nikimzidi kimbinu na hali kazidi kuwa mbaya. Kitu ambacho jamaa huyu alikikosea kwenye huu mpambano ni kunidharau, kunipa mimi nafasi ya kufanya ninachokitaka, huku akiamini anapigana na kibonde. Nilizidi kuwadhihirishia kwamba bwana mimi sina mazoezi ya kijeshi ila kipaji cha kupigana, kipaji ambacho ni watu wachache sana huwa tunabarikiwa nacho. Bwana nilimpiga kabali moja takatifu, akajaribu hivi kujitoa ile roba nilomtandika, ila ndo akawa anajikuta ndo anazidi kujikaba mpaka nikaanguka naye chini. Taratibu akaanza kulegea mpaka katulia tuli. Jamaa kazima. Nikanyanyuka pale huku mwili ukiwa umelowana kwa jasho. Watu wote ndani hapo walikuwa wametulia kimya.
Obote akasimama huku akinitazama. Alianza pale kupiga makofi na kuwafanya wanajeshi wengine nao pia kuanza kupiga makofi ya kunipongeza. Nilishuka pale ulingoni nikamsogelea Obote alipokuwa amesimama, nikamwambia mkuu, nimekamilisha kazi yangu. Hongera sana. Sasa nenda kaoge upumzike na kesho asubuhi utapatiwa mavazi mapya na nitakupa nafasi. Nikamwambia shukrani mkuu. Nikatoka ukumbini hapa na kurudi katika bweni letu la kulala. Lazaro akawa ndo mtu wa kwanza kuingia ndani hapa, huku uso wake ukiwa umejawa na furaha sana. Akaniambia hongera mwanangu, hongera. Nikamwambia nashukuru. Wa vipi hujaumia? Nikamwambia maumivu tu kwa mbali hapo. Pole sana mwanangu. Aisha mwanangu, umempigaje yule jamaa? Hapo wanajeshi wengine wakaingia, huku kila mmoja akinipongeza kwa kazi niliyokuwa nimeifanya. Nikaanza pale kupata marafiki wapya ambao kwa siku ya jana sikuweza kuwapata. Kila mmoja alikuwa ananiuliza siri ya kumpiga jamaa yule, huku wengine wakiniuliza kwamba mimi ni nani kwani. Jamani ndugu zangu, naombeni nikaoge na kisha tutazungumza kesho. Hapo haina noma mwanangu, fresh. Kweli nikaelekea bafuni nikakoga na kisha nikarudi bwenini kwa ajili ya kujipumzisha. Oya Rashidi. Lazaro aliniita huku nikiwa nimelala kitandani kwangu ambapo ni kitanda cha juu. Nikamwambia ndio kaka. Una mafunzo ya kijeshi? Nikamwambia hapana. Mbona mweza kumpiga yule jamaa? Mimi ni mpiganaji. Ninapigana ngumi za ulingoni, ngumi za kulipwa na ngumi za mtaani pia. Ndo maana. Unajua jamaa hajaweza kupigwa na mtu hata mmoja hapa kambini. Kweli, haki ya Mungu. Leo ni Mungu umeweka rekodi. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Ila ukipata nafasi kwa mkuu, usitusahau ndugu yangu. Usijali, limeisha hilo. Tukazungumza mambo mawili matatu na usingizi pale ukatupitia sote wawili. Asubuhi na mapema nikaletewa pale mavazi mengine ambayo yana nyota 2 begani. Kwa kweli sitambui utambuzi wa vyeo vya kijeshi hivyo, ila tu ninajionea mapicha tu. Ukishamaliza kuvaa, inabidi tuende ofisini kwa mkuu. Nikasema sawa. Nikabadilisha pale nguo nikavaa hizi nilizokuwa nimeletewa na kisha nikaondoka na mwanajeshi huyu aliyekuwa ameniletea nguo na tukaelekea ofisini kwa mkuu. Niliingia ofisini kwa mkuu na kisha nikamsalimia. Akaniambia kaa bwana Rashid. Nikamwambia nashukuru. Unajua ni kwa nini nimekupandisha cheo? Nikamwambia hapana sijui. Kwa sababu umempiga tena kwa kumzimisha mtu ambaye nilimtegemea sana na kumwamini kwamba ni chuma, ila wewe umekuja kumzimisha. Sijapata kuona. Nikamwambia nashukuru sana mkuu. Sasa nahitaji uwe mshauri wangu, hususan nikiwa katika harakati za kwenda kuichukua hii nchi. Nataka niwe mtawala. Nikakaa vizuri kwanza kwenye hiki kiti, kwa maana kuwa mshauri wa kiongozi huyu anayeonekana anatumia nguvu pasipo akili. Ni jambo kubwa sana kwangu, japo na mimi nina elimu kama ile ambayo washauri wengi wa viongozi wamekuwa wakiipata. Nikasema sawa, hilo halina shida mkuu. Safi sana. Nikupe story fupi kidogo ili tuweze kwenda sawa. Miaka 6 iliyopita nilifukuzwa na rais huyu aliyopo madarakani. Nilikuwa ni general wa jeshi. Alinifukuza kazi mara baada ya mimi na yeye kupishana kiitikadi. Yeye anaiongoza nchi kwa matakwa yake na sio kwa matakwa ya wananchi. Hata zikipigwa kura na akashindwa, bado tume za uchaguzi zinamtangaza yeye kama mshindi. Familia yake inaishi kama peponi, ila wananchi wanaishi kama kuzimu. Hivyo nilipofukuzwa nikaona hapa ndo pa kuanzisha jeshi langu, kwa maana kwamba kuna wanajeshi walikuwa wakinisikiliza na kuniamini mimi. Kitu nilichokifanya ni kuingia msituni na kuwafua wanajeshi wangu kwa ajili ya kufanya mapinduzi. Tulijaribu kufanya mapinduzi mara moja, ila tulishindwa na wanajeshi wangu wengi waliuawa. Ila nimejipanga upya sasa, ninahitaji kumtoa madarakani moja kwa moja. Nikamwambia sawa mkuu. Kwanza pole kwa kuwapoteza vijana wako. Nimeshapoa. Hebu nipe mpango wako, nini nifanye? Nikasema kuna mapinduzi aina nyingi hususan katika nchi. Kuna mapinduzi ya kutumia nguvu, ndio hayo ulioyafanya na mwisho ukashindwa, lakini kuna mapinduzi ya kutumia akili. Hebu nipe sasa jinsi ya kutumia akili. Nina imani rais kuna watu ambao wanampa nguvu, pia wapo wanaompatia nguvu. Siku zote ukitaka kuvunja mti mkubwa, endapo utakata matawi, kuna asilimia kubwa sana kwa mti huo kuweza kuchepua matawi mengine, na itakuwa ni kazi ya kijinga. La kukushauri hapa ni kukata mizizi.
inayoshikilia mti, na endapo unabaki mzizi mmoja, hata ukiwa peke yako, basi unaweza kuusukuma mzizi huo na ukaanguka chini. Aise, kichwa chako kipo very smart sana. Naanza kupata picha. Ni kama nashukuru kama umeelewa mkuu. Mzizi ni hao watu wanaomshikilia rais. Tuanze na hao. Tunawaua katika vifo vya kutumia akili, kwa sababu kuna njia zaidi ya 1000 za kuweza kuangamiza mtu. Hapo nikamwona mkuu huyu Obote akikaa vizuri kwenye kiti chake na kuendelea kunisikiliza kwa makini mno. Nikamwambia, sikiliza, tunaweza kuwaua kwa ajali, tunaweza kuwaua kwa sumu, kuwagombanisha wao kwa wao, hususan kwenye biashara, kuwabambikia kesi na kuwafunga na huyo rais wao. Sasa hapa inabidi tuchague, tuanze na njia ipi? Hebu ngoja nikupe list ya watu 7 wenye nguvu hapa nchini, na ndio wanaompa kiburi huyo kiongozi, kwa maana kwamba wananufaika kupitia uovu wake anaofanya. Nikamwambia sawa, nipatie. Hapo General Obote akafungua pale laptop yake na kuanza kunionyesha watu hao ambao wote ni mawaziri wa nchi. Akaniambia kila mmoja unayemwona hapa ana nguvu kwenye serikali. Nikamwambia sawa. Hawa tutawaua taratibu. Nipatie usiku wa leo, niweze kupanga huyu afe vipi, huyu afe vipi, na akibakia rais, basi ni rais kuiteka ikulu na kumtoa madarakani na kujitangazia urais. Sawa, chukua tu muda wa kutosha. Nikamwambia ila ukiachana hilo, nina wazo moja, au naweza nikasema ushauri. Niambie tu Rashidi, mimi napenda uwe na unaniambia ukweli na wala hata usiniogope. Nikamwambia sawa. Kuna wananchi wale ambao wameshikiliwa mateka kule mashambani. Ndio ninawatambua. Wanateseka sana, wanapigwa na wananyanyaswa sana. Kumbuka kwamba unahitaji kuingia kwenye hii nchi na kuwaongoza hawa wananchi. Endapo watapoteza imani na wewe, huko ambapo bado hujawa kiongozi wa nchi, basi siku ukiingia madarakani watajiunga na watu kwa ajili ya kukupindua, kama unavyopanga wewe kwenda kumpindua huyu rais wa sasa. Nimekuelewa Rashidi. Wale wananchi inabidi wapate mazingira mazuri ya hata kukupenda wewe. Wanapigwa, wanaumizwa. Jaribu kulitazama hilo mkuu. Nimekuelewa Rashidi. Basi nitahakikisha wanaishi maisha mazuri. Nikamwambia nashukuru kwa kunisikiliza. Kuwa na amani, kwa maana sasa hivi wewe ndio mshauri wangu. Nikamwambia asante. Lakini naombi moja. Ombi gani tena? Ninaomba baada ya kuyamaliza mambo yako, naomba unisaidie mimi kudiri na adui yangu. Huyo makamu wa rais wa Tanzania? Ndio. Usijali, tutadili naye kimya kimya. Lakini kitu kingine, napenda sura yangu iwe ya kificho. Sitopenda sura yangu ifahamike. Hata tutakapokuwa tunatoka kuelekea sehemu yoyote, basi ningependa nifunike sura yangu. Hilo halina shaka. Chukua laptop yangu kawapitia hao watu na mchana uweze kunirudishia. Nikamwambia sawa. Msikilizaji, nikatoka ndani hapa nikiwa na laptop ya Obote. Nikaomba nafasi ili niweze kuifanya kazi yangu. Kitu cha kwanza kukifanya ni kuingia kwenye mtandao wa Facebook. Nikatafuta account ya Jacqueline. Nikakuta pale akiwa ameposti picha zangu huku akitangaza dau la euro milioni 5 kwa mtu yote atakayeweza kufanikisha kuniona. Yoyote atakayefanikisha kuniona nikiwa niko hai au mfu. Huku wingi wa posti zikiwa ni za kumwomba Mungu aweze kunilinda sehemu yoyote nilipo. Nikatamani kumtumia message kwa kutumia account yangu hii mpya niliyoifungua, ila nilijikuta nikisita. Nikasema inabidi kwanza nimalize mission yangu. Nilizungumza huku nikiachana na masuala kabisa ya kuitazama account ya Jacqueline. Nikaanza pale kumfuatilia kiongozi mmoja baada ya mwingine katika mtandao mpaka nilifanikiwa kuwatambua vizuri wao na familia zao. Nilipomaliza kazi yangu, nikamrudishia Obote laptop yake. Nikamwambia kesho nitakupatia plani ya kuwaua. Obote akaniambia sawa. Kuna sehemu ninahitaji tuelekee mchana huu. Hebu kapate chakula na kesho twende huko. Sawa mkuu. Nikajumuika na wanajeshi wengine kwa ajili ya kupata chakula cha mchana, huku wengi wao wakionekana kunipigia saluti kwa maana ya kwamba nimepata cheo kikubwa kuliko wao. Bana ndugu yangu, kuna msemo mmoja unasema unalala maskini unaamka tajiri. Ndio wewe kaka. Lazaro alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Nikacheka nikamwambia mambo ya kawaida ya ndugu yangu. Alafu yanapita tu. Ila unajua inaonekana bosi amekukubali sana. Tuachane na hayo Lazaro. Kuna vitu ninahitaji uweze kunisaidia. Kama unavyojua mimi ni mgeni na hii nchi ya Kongo. Sawa ndugu yangu, mimi na tuko pamoja. Okay sawa, nitakushirikisha baadaye wakati wa kulala. Poa ndugu yangu, hamna noma.
Majira ya saa 6 za mchana tukaondoka eneo hili na Obote katika gari lake aina ya Range Rover Sport, huku mbele ikiwa imetangulia gari iliyokuwa imejaa wanajeshi. Hii gari ilikuwa ni aina ya pickup, huku nyuma napo kukiwa kuna gari aina ya pickup iliyojaa wanajeshi. Nikamwambia tunakwenda wapi mkuu? Ninakuonyesha jinsi nilivyotawala huu mji. Nikamwambia okay, sawa. Ya japo kuna vikosi vya serikali vinajaribu kuleta unoko kujaribu kuchukua maeneo, ila wanashindwa kwa maana kwamba tunawahimili. Hapo tukapita kwenye moja ya mji ambao ulikuwa umejaa majumba mengi yaliyoharibiwa vibaya kwa mabomu. Akaniambia unapokuwa na haja ya kutawala eneo hususan Afrika, ni lazima utumie mabavu, na ndicho nilichokifanya. Hapo Obote alijisifia huku akivuta sigara yake hii. Nikamwambia kwa hiyo huku kote kulikuwa kuna mapigano? Ndio. Kuyatoa majeshi ya serikali haikuwa kazi rahisi. Hapo safari ilizidi kusonga mbele, huku nikiendelea kuonyeshwa baadhi ya maeneo ambapo kila sehemu ulinzi ulikuwa unaimarishwa na wanajeshi wa Obote. Naona wananchi wanaendelea na shughuli zao. Kila kitu kinaendelea vizuri kwa maana wamekubali kuishi chini ya sheria yangu. Basi kila mtu ataishi kwa amani. Hapo tukafika katika moja ya gorofa. Ilikuwa ni majira ya saa 1 za usiku. Hapa kuna night club. Tuingie tule bata kidogo kabla ya kurudi kambini. Sawa mkuu. Nilichukua pale kitambaa nikajifunga usoni mwangu. Nilivaa pale kofia yangu huku nikiwa katika vazi hili la kijeshi ambalo limenipendeza sana. Kwa haraka unaweza kusema kwamba mimi ni mwanajeshi, kumbe ningekewa tu imeniangukia. Ndani ya ukumbi kulikuwa kuna wasichana wa kila aina, huku asilimia kubwa ya wasichana walikuwa wapo bila mavazi, huku wengine wakiwa wamevalia nguo za ndani tu. Akaniambia Rashid, furahia maisha. Tukakaa kwenye moja ya sofa huku wanajeshi wakizunguka. Wakachaguliwa pale wasichana kadhaa walikuwa ni wazuri na wakaanza pale kutupatia huduma za masaji na vinginevyo. Nikasema mimi sihitaji. Nilizungumza huku nikimtoa msichana mmoja hivi alikuwa anajileta kwangu. Obote akaniambia Rashid, usione aibu bwana. Obote alizungumza huku akiwa yuko na mdada mwingine. Nikamwambia mkuu, sijali, mimi niko sawa. Au unataka kwenda kumpa mambo kwa maana kwamba kuna vyuma eneo hili ujue? Nikamwambia hapana, mimi niko sawa, niko sawa. Sawa, pata basi vinywaji. Aliniambia hivyo Obote. Nikaagiza pale maji huku nikiwa niko makini sana kuhakikisha kwamba ninakuwa salama hili eneo, kwani nimeongozana na mtu ambaye nina imani ana maadui kila sehemu na muda wote anaweza kushambuliwa. Ikatima majira saa 8 za usiku tukaondoka hili eneo huku Obote akiwa amelewa vibaya mno. Rashidi, nikamwambia ndio mkuu. Yaani wanawake wa Kikongo, kwa nini hujataka kumchukua hata mmoja? Wazuri. Nikasema hapana mkuu, ipo siku nitafanya hivyo. Yaani unajua mimi nimejaribu kuzunguka maeneo mengi, lakini wanawake wa Kikongo wewe hatari. Mimi nikabaki na tabasamu tu kwa maana matukio hayo yote mimi nimeyashuhudia, jinsi Obote alivyokuwa anaenjoy na hao wasichana ambao wanaonekana ni kama vile wadada poa. Inabidi sasa nioe kwa maana si unajua nikiingia Ikulu ni lazima niwe na mke. Nikamwambia umepata mke wako? Nitatafuta kati ya vigoli mtaani huko. Nikasema sawa, jambo jema. Hebu simamisheni gari. Obote alizungumza na kweli gari lisimamishwa. Akafungua pale mlango wa gari na akashuka. Akasogea pembeni ya barabara na kisha kainama huku akianza pale kucheua. Nikamuuliza mkuu vipi? Nilimuuliza huku nikiwa nimeinama pembeni yake. Akasema pombe nimekunywa nyingi sana. Nikamwambia pole mkuu. Hebu ngoja kwanza. Ghafla tukaanza kusikia milio ya risasi ikianza kurindima, jambo ambalo likatufanya sisi sote tuanze kuchanganyikiwa kwa maana ni hatari ambayo hatukuitarajia majira kama haya saa 8 za usiku. Bwana, milio ya risasi imerindima. Je, Rashidi, Obote na vijana wake watatoka salama katika hilo eneo? Ukitaka kujua hivyo, usikose kufuatilia katika kisa kitakachofuata. Itakuwa ni sehemu ya 7, mzigo mtamu kuitwa Rise Up kutoka kwake Eda Zaria Jim Sulwa. Mimi naitwa Anko J Masimulizi. Bye bye kwa sasa.